Kristo. Nipende kukaribisha tena mpenzi mtazamaji, ikiwa ni tarehe 1 Januari mwaka 2026, siku ambayo iliweza kusubiriwa na watu wengi kwa hamu sana, ambayo imebeba matarajio ya watu wengi, lakini pia ni siku ambayo imebeba matumaini ya watu wengi kweli kweli. Katika siku hii ya Alhamisi, sisi tumeamua kuichagua kama zawadi kufungua ukurasa mpya wa mwaka 2026 kwa kishindo kupitia kipindi chako kilichoko hewani kwa sasa, moja kwa moja, kipindi cha Amka Tumsifu Mungu, ambapo leo tutaenda kuangazia mambo mengi sana kuhusiana na kila ambacho tumeamua kukiandaa ili uweze kubarikiwa siku ya leo. Nina imani kabisa uko na shauku kubwa kwa kumshukuru Mungu kwa namna jinsi ambavyo ameweza kukufikisha salama katika mwaka mpya, kuifungua kalenda mwaka huu 2026 bila matatizo yote. Hata kama ulikuwa na changamoto, nina imani Mungu ameendelea kusimama na wewe na kukupa nguvu zaidi, maana tunajua wapo wengine pia wamekata tamaa na kukosa matumaini kabisa, lakini ni mkono wa Bwana ambao umeweza kutufanya sisi kuwa hapa. Nikusii tu uweze kuendelea kuwa nasi na kufuatilia. Mwandaji kipindi hiki si mwingine ni Emmanuel Makuliga, ambapo leo amekuandalia na kukutayarishia kipindi kizuri kabisa na kwenda kuangazia sehemu nzuri ambayo itaweza kukufanya wewe uweze kubarikiwa na kumjua Yesu Kristo katika maisha yako kupitia kipindi hiki. Nafasi ambayo tunaenda kuangazia kwa sasa ni mjadala mpana ambao tumeuandaa kuhusiana na siku yenyewe. Kama unavyoitazama, siku ambayo imejaa tabasamu, lakini pia ni siku ambayo yenye shamra za huku na kule, kila mmoja hisia za watu, mioyo za watu zikimshukuru Mungu na namna jinsi ambavyo ameendelea kuwa mkuu katika maisha yao. Tutaenda kugusia sehemu mbalimbali, hususan tutaenda kuangazia mada ambayo tumeandaa leo yenye mjadala mpana kabisa na yenye kukufanya wewe kukupa matumaini kuanza upya ama kuanza safari yako ukiwa na matumaini na kumshukuru Mungu kwa namna jinsi ambavyo amekuwa mkuu kila siku iendayo leo kwa Mwenyezi Mungu. Mada ambayo tutaenda kuigusia hasa inasema kuishi katika tumaini la Kristo. Kuishi katika tumaini la Kristo ni mada ambayo siku ya leo tumeamua tukuletee, ikiwa ni tarehe 1 Januari mwaka 2026. Hebu endelea kubarikiwa. Sogeza nafasi yako hii ili iweze kumpata Yesu Kristo katika maisha yako, katika kipindi chako pendwa barani Afrika, na kuangazia hasa mengi ambayo Mungu ameamua leo ama amejifunua sisi kwayo tukuletee. Ambaye anasababisha matangazo haya anaruka hewani kwa uzuri kabisa na mshika kamera na si mwingine ni akiongozwa na mtaalamu mwenyewe Elisha Ndaro, lakini pia anayehakikisha matangazo haya yanakufikia vizuri kule uliko. Huyu si mwingine pia ni Emmanuel Makuliga kwa siku hii ya leo. Nikusii kwa sasa uweze kutega masikio yako na kutufuatilia hata pia kupitia mitandao ya kijamii kwa kuandika Habari Star TV ama Tumsifu Mungu ili uweze kubarikiwa sana. Leo nimepata bahati ya pekee, ama ninaweza kusema bahati ya mtende, kuweza kukutana na mgeni ama mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi ya Bwana kwa moyo wake wote. Aliamua kuacha elimu alionayo ya kidunia na kuchukua elimu ya mbingu kuhakikisha anatangaza kazi ya Bwana ili uweze kufika ulimwenguni kote. Na huyu ni mchungaji lakini pia ni mwalimu kutoka kanisa la EAGT hapa Mwanza, Tanzania. Tutaenda kumfahamu kwa kina zaidi kupitia mada ambayo pia tumeandaa, kuishi katika tumaini la Kristo. Unaweza kushiriki nasi sasa kwa kupitia nambari za simu ambazo unazitazama hapo kwenye television yako, ambapo ni 0693 916 497. Nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Tuliona mwana kondoo amezaliwa ikatoka kule, na sasa tumekuja kwenye ufunuo wa ama sura mpya ya kalenda ya tunaanza majira mapya. Tumeanza majira mapya. Lakini pia tumeanza siku mpya ambayo imebeba matumaini ya watu wengi kabisa. Imebeba furaha ya watu wengi, lakini pia imebeba vitu vingi na imani, imebeba vitu vingi, na ndio mlango mpya wa kuelekea mafanikio na matumaini kwa mwaka 2026. Nipende kukaribisha sana. Najua umekuwa ni mdau wa karibu sana wa kutangaza kazi ya Bwana, lakini pia sidhani kama ni mara ya kwanza kuweza kufika hapa. Na sisi tumekuwa tukionana mara kadhaa kufanya kazi hizi.
Kwa hiyo namshukuru sana Mungu amenipa neema ya kufika tena mahali hapa. Amen, amen. Na mimi pia nimefurahi wewe kuweza kuchukua nafasi kuweza kuketi nasi kwa sababu na imani Mungu amejifunua kwako kuweza kutangaza kazi ya Bwana kwa kupitia pia sehemu hii. Ndio. Kuna mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa anafikiria na anatamani kufahamu pia ni nani ambaye tumeweza kuketi naye hapa leo katika studio zetu. Majina yangu mimi naitwa Ernest Welengera. Ni kwa wito na utumishi ni mwalimu wa neno la Mungu na mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia na mchungaji. Ninatumika chini ya baba yangu pale EAGT Buzuruga. Kwa mchungaji Simon Joseph Namba. Amen. Kwa hiyo namtumikia Mungu mahali pale. Ndio. Kwenye utumishi huo. Amen. Nimekuwa nikihubiri na kufundisha watu mbalimbali. Ndio. Huwa ninatumia neno mwalimu kwa sababu kazi ya mwalimu ni kuhakikisha watu wanakuwa na uelewa. Amen. Na ufahamu. Amen. Kwa hiyo ndo kazi yangu ya kuwafanya watu wawe na uelewa na ufahamu. Na tunaweza kusema ni kwa lugha rahisi ambayo watu wengi tunaona wamezoea hata kama madhehebu mengine tunawaita wainjilisti. Yes, mahali pengine wanasema wainjilisti. Wainjilisti. Isipokuwa japo sio mada yetu, ni kwamba kwenye kazi ya Mungu kuna watu mbalimbali, kuna mitume, kuna manabii, kuna wainjilisti, kuna wachungaji, kuna walimu. Wote wanafanya kazi moja. Kwa mtu anaweza akawa na huduma hata 2 hata 3, inawezekana. Na asante sana, na imani mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa ameshakufahamu pia. Ndio. Nafikiri endless bila kukosea kabisa. Kuna namna jinsi ambavyo nilitazama pia ukiendelea kuifanya kazi ya Bwana japo ni muda mrefu kweli lakini tupende kumshukuru Mungu kwa kufungua kipindi hiki kwa njia ya maombi. Tujikabidhi kwa kufungua mwaka kwa kishindo wa mwaka 2026. Karibu sana. Asante. Ni ndugu mtazamaji anayenitazama anaweza akashiriki hata maombi haya. Ni maombi ambayo tunaanza mwaka, tunatamani Mungu atembee pamoja nasi. Bwana Yesu, tunalibariki jina lako. Tunakushukuru kwa uaminifu wako. Umetupa neema ya kuwepo tena siku ya leo, siku ya tarehe 1 ya mwaka mwingine 2026. Tuko mahali hapa kuanza kipindi, lakini pia tunajua wako wanaotazama kipindi hiki. Achilia matumaini mapya. Utumaini lililoko katika Kristo Yesu likatupeleke na kutubeba kuanzia tarehe 1 mpaka 31 Disemba ya mwaka huu. Kawe mwaka wa amani, mwaka wa ushindi, mwaka wa furaha, mwaka wa kicheko, mwaka wa tumaini jipya. Tunajiweka mikononi mwako, ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. 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 Mbaraka umefika kwao. Yes. Sawa, tumekuwa tukitazama pia shamla za mwaka 2025. Sasa tunasema mwaka uliopita. Uliopita na sasa tupo katika mwaka mpya na tumeanza kabisa. Ni kama wanasema mbuyu ulianza kama mchicha kabisa. Na sisi pia tunaanza mwaka mpya kwa kishindo, kwa kusifu jina la Bwana kwa kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, kumshangilia kwa namna jinsi ambavyo anatenda makuu. Tuko na mada nzuri kabisa ambayo natumaini mada hii pia itamtia moyo kabisa kwa yule ambaye amekosa tumaini kwa mwaka 2025 na kuanza vyema kwa mwaka 2026. Kuishi katika tumaini la Kristo. Yes. Tunaishije katika tumaini la Kristo? Na mtazamaji pia unaweza kushiriki nasi kwa kupitia namba hizo kwa kutuma ujumbe wowote ama kutuma kile ambacho Mungu ameweza kukubariki tangu umeanza mwaka mpaka sasa kupitia mada kabambe ambayo tulionao mezani. Lakini pia kama una swali unaweza ukashiriki nasi moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu, mchungaji na mwalimu anaweza akalijibu kwa usahihi kabisa. Mimi napenda binafsi nianze na wewe kwanza. Wewe kwanza ili tupate mengi zaidi kutoka kwako katika mada hii, kuishi katika tumaini la Kristo. Kabla tujaanza kuidadavua kwa uzuri, ni jambo gani mwaka huu ambalo umelipitia na lilijaribu kuweza kuwa tumaini lako kabisa katika maisha ya Kristo, kumtangaza Yesu? Asante. Ndio, mada hii ni nzuri. Nilipokuwa ninamwomba Mungu nijisikia vizuri. Kwa kuwa hata watayarishaji niliwasifu sana. Waliangalia kwa mbali. Kwa nini? Kwa sababu tunapokuwa tunamaliza mwaka, tunaingia mwaka mwingine. Amen. Kuna wengine wanashangilia kabisa, lakini wengi wana maumivu.
Yaani anamaliza mwaka lakini ana maumivu. Amekutana na vitu vingi. Kuna mtu amekutana na magonjwa. Kuna mtu amehama na madeni. Uchumi ulikuwa mbaya 2025. Vitu vilikuwa viendi. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye mada kama hii, ni mada ya kurudisha matumaini. Amen. Mimi namwamini Yesu sasa ni miaka kama 14. Hongera. Na ninamtumikia Mungu kwa kuwafundisha na wengine jinsi ambavyo nimemwona. Nirudi kwenye swali lako. Kuna mambo mengi nimepitia 2025, yeah. Lakini ndio nimeuguza mwanangu. Mimi na mke mmoja na watoto wawili. Niuguza mwanangu kwa kipindi kirefu. Yule mwanangu akawa wanapima hamna ugonjwa. Nenda hospitali hamna ugonjwa. Tukapata sasa mashauri ya kwenda Bugando. Tulipofika Bugando, yule daktari specialist alikuwa anampima. Akasema, "Huyu mtu mlikuwa mmemwacha wapi siku zote?" Kwa sababu aliona ugonjwa sio malaria, sio nini, lakini anasema kuna vitu ambavyo mwilini vimekuwa changamoto. Akalazwa. Kwa amelazwa pale, uhalisia matumaini yale ya kuona huyu mtoto ataweza kuinuka tena ulikuwa ni kidogo sana. Nakumbuka mchungaji wangu kiongozi alikuwa na safari ya kwenda kwenye huduma Mbeya. Alipokuwa ameenda kwenye huduma akaniachia mimi kufanya huduma pale kanisani. Mtoto yuko Buganda amelazwa. Watu huko wanatakiwa wahudumiwe, afu mtoto inabidi apate huduma, upeleke fedha, uwepo wa baba na kuangalia. Kwa hiyo nikaendelea kumwomba Mungu kwenye hilo eneo. Na wapo watu wengi sana walishauri matibabu mbalimbali, lakini niliendelea kumwamini Mungu kwamba atamponya. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili wako hospitalini. Mimi nikawaambia Jumamosi yake kwamba najiandaa kufanya ibada, kuhudumia watu wa Mungu siku ya Jumapili. Wakati nimewambia hivyo nikamwambia sitakuja kesho asubuhi, sababu ibada inaanza saa 1. Kwa hiyo nikawaacha sikwenda. Ila mtoto yuko hoi, anapewa matibabu pale. Wakati nimefika ibadani, wale watu wanasema, "Sasa wewe mtoto anaumwa amelala wiki sasa na zaidi. Huko hapa unafanya nini?" Nikamwambia, "Mimi namwamini Mungu. Amen. Ninatumaini katika Mungu." Amen. Wakati nimeanza ibada, namshukuru Mungu nilifanya huduma kana kwamba sina mgonjwa. Na nimefanya ile huduma, watu wamefunguliwa, watu wameponywa. Na wakati huo una mtoto unauguza. Mtoto yuko hospitali. Yuko Bugando pale. Anaumwa. Wakati nafanya huduma, watu wengine wanaponywa, wanafunguliwa. Ilikuwa kama saa 6. Nasikia ndani yangu naambiwa, "Kwa huduma ulioifanya hapa, nina uhakika mtoto wako amepona." Amen. Kwa hiyo mimi niliweka tumaini langu kwa Yesu kuliko kuweka hata katika vitu vinavyoonekana. Niliamini hata kama mimi nikienda kufanya huduma, mwanangu atapona. Unaona hicho kitu? Nimemaliza huduma kama saa 7 napigiwa simu na mke wangu. Ananiambia tunamshukuru Mungu, mtoto amepata nafuu na tumeruhusiwa. Unaona hicho kitu? Tumaini langu lilikuwa kwa Mungu kwa kuwa anaweza kumponya. Kwa namna jinsi ambavyo umeeleza, kwa mtu tu kutafakari anaweza kuona ni kitu rahisi sana. Ni kitu kigumu kwa sababu kinahitaji imani sana. Ndio. Unahitaji imani kwamba mwanangu nimwache yuko hospitalini, yuko odini, yuko hoi, alafu mimi niende kufanya huduma. Sio kitu chepesi. Na watu wengi sana waliona wakajifunza. Ni kitu kinachohitaji imani. Na tunapozungumzia kwa habari ya kuwa na tumaini katika Kristo, ni kuwa na imani. Kuwa na imani katika Kristo Yesu. Changamoto na uzuri wa imani huwa inafanya kazi kwa vitu visivyoonekana. Tarudia. Imani inafanya kazi kwa vitu visivyoonekana. Imani. Kitu kikionekana, hiyo sio imani. Waebrania 11:1. Bayana ya mambo yasiyoonekana, yanayotarajiwa. Na ndio maana tunapokuwa tunaanza mwaka, tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026, lazima uwe na imani ya kwamba ninaamini nitavuka mwaka 2026. Amen. Lakini pia ninaamini mwaka huu ni mwaka wa kufanikiwa kwa viwango vya juu sana kuliko miaka iliyopita. Na wengine wanasema mwaka wa kufunguliwa. Mwaka wa kufunguliwa, yeah. Mwaka wa matumaini. Yeah. Mwaka wa matumaini. Mwaka wa kupaa viwango vya juu. Wanawaambia kama ulilia 2025, huu ni mwaka wa kicheko.
kufuta machozi. Wa kufuta machozi. Amen. Yesu anasema atawafuta machozi. Ndio, amen, 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 amen. Kuna wengine pia najua kuna wengi tunapitia magumu na kila mmoja akiamua atueleze hata pia kwa kupitia jumbe kwa kutoa shuhuda ni nyingi kweli kweli, namna jinsi ambavyo watu wanapitia changamoto za huku na kule. Umetueleza namna jinsi ulivyopitia hatua hiyo, na mpaka sasa kipi kikubwa ambacho uliweza kujifunza mwaka 2025 na unatamani ama pia una imani kubwa kitaendelea kukua zaidi kwa mwaka huu 2026? Ndio, yes. 2025 nimejifunza vitu vingi. Moja ya kitu nimejifunza ni kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia 17:7, amebarikiwa, hana heri yule mtu anayemtegemea Mungu. Ana heri. Unapoitwa heri maana yake umebarikiwa, umestawi, umefanikiwa. Kwa hiyo nimejifunza kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu kwenye maeneo gani? Kwenye uchumi, wakati wa magumu. Ngoja nikwambie, tofauti yetu sisi watumishi na watu wengine sio kubwa. Wao wanapata shida na sisi tunapata changamoto. Sio kwamba sisi hatupitii changamoto. Maana kuna wengine wanaweza kusema tunajua watumishi wa Bwana. Wao watumishi wa Mungu hawana changamoto. Kupitia changamoto. Anasema au askofu, awe mtumishi wa namna yoyote, wawe yani awe kiongozi wa dini wa namna yoyote, wa kiroho. Na yeye ana changamoto kwa sababu ni mwanadamu. Ikiwa Yesu alikutana na changamoto, Yesu mwenyewe alikutana na changamoto, basi sisi na sisi tunakutana na changamoto. Sisi ni akina nani? Sisi ni akina nani? Sasa tofauti yetu sisi na wao wengine ni kwa sababu sisi tunamtegemea Mungu 100%. Tumaini letu liko kwa Mungu. Umeona? Ndio tofauti ilipo. Kwa hiyo lile analoliona yeye ni gumu la kumuua, sisi tunaliona jepesi. Jepesi kabisa. Kwa nini tunaliona jepesi? Tuna Mungu anayeweza mambo yote. Ndio. Mungu anayeweza mambo yote, ndio tumemwekea tumaini. Kwa hiyo nimejifunza kumtegemea sana Mungu. Amen. Kwenye nyakati ngumu. Amen. Kwenye mapito ambayo nimepita 2025, nimejifunza kumtegemea sana. Najua kuna namna jinsi ambavyo hata mimi natafakari ni namna Mungu ambavyo ametenda makuu. Kwa sababu tunaweza kuona ni kitu chepesi, lakini ngoja tuelekee moja kwa moja sasa. Japo bado tunaendelea kutembea katika mstari wetu ule ule katika kichwa cha mada ambayo tumekuwa nacho, kuishi katika tumaini la Kristo. Umeleza tumaini, lakini pia kuna mmoja natamani sasa ukamfafanulia vizuri pia ukatupa na mistari ya maandiko katika Biblia. Tunaposema kuishi katika tumaini la Kristo, tunakuwa tunamaanisha nini hasa kwa mtazamo wa kumtukuza Yesu Kristo na si mtazamo wa kibinadamu? Maana huenda tunaweza kusema tunaishi katika tumaini la Kristo lakini kwa mtazamo wa kibinadamu. Hebu tupeleke hapo. Ndio. Yes. Kuishi katika tumaini la Kristo, tafsiri nyepesi ni kuishi ukizitazamia ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Nikupe mfano. Nikikwambia nitakupa 100,000 kesho au mwaka ujao au mwezi ujao, unaweka tumaini la kupata 100,000 kwangu. Hata kama hujaishika, kuna namna unajisikia kana kwamba ile changamoto yako ya 100,000 imetatulika kwa sababu una tumaini la kupata hiyo 100,000 kwa mtu. Umenielewa? Hiyo ni ahadi. Kwa hiyo kuishi katika tumaini la Kristo ni kuishi katika ahadi ya Mungu. Andiko moja hapa nisome Warumi 15:13. Warumi 15:13 anasema hivi: basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hii ni Mtume Paulo anazungumza. Mungu wa tumaini awajaze furaha. Kwa hiyo ni kuishi katika ahadi ya Mungu. Ngoja nikupe kitu ambacho wanawaambia watu wengi. Unapoona umetoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine, unajua kitu gani kinafanyika? Ni kwamba Mungu ameshaandaa bajeti yako ya mwaka mzima. Serikali unajua kuna watu kwao inaweza kuwa ni kitu kipya. Nataka niwaeleweshe kwenye budget. Sisi tumekuwa tukikaa sisi tunaishi tu. Tumekata tamaa, tumevunjika moyo, tunafanya nini? Lakini serikali yoyote duniani kila mwaka huwa inaandaa bajeti ya watu wake. Mfano Tanzania, mwezi wa 6 wiki ya pili
kila mwaka wiki ya pili ya mwezi wa sita huwa ni wakati wa kutoa budget, kusoma budget ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mwaka wa fedha. Ile budget huwa inaandaliwa kwa namna gani? Inaandaliwa kulingana na raia alionao, watoto, wa mama, vijana, wazee, rasilimali zote. Sasa Mungu wetu unapokuwa unavuka kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine, huwa anaandaa budget, yani anakuandalia budget, anakuandalia rasilimali. Kwa hiyo wewe tu kitendo cha kukuacha ukavuka mwaka, maana yake tayari Mungu ameshakuandalia budget yako, ameshakuandalia rasilimali zako, ameshakuandalia vitu ambavyo ana uhakika vitakufurahisha. Na Biblia inasema mawazo yetu sio kama mawazo ya Mungu. Mungu anatuwazia nini? Anatuwazia mema siku zote. Kwa hiyo kama anatuwazia mema, maana yake lazima atatuandalia budget nzuri. Sawa. Sasa kama ni budget nzuri, kuna mmoja hapa anafikiri nitajuaje sasa kama Mungu ameniandalia budget zaidi ya ile ambayo nilikuwa nafikiri mimi ambayo nimeiandaa nikaona ni sahihi zaidi? Ndio. Mungu kwanza huwa atufanyie mambo madogo. Kitabu cha Efeso 3:20 Biblia inasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa ya kushangaza kuliko jinsi tunavyoomba na tunavyowaza. Ndio maana kuna mtu sasa hivi anaweza akawa anasema Mungu, naomba mwaka huu nipe kiwanja. Mwaka huu nipe kiwanja. Ila kumbe Mungu aishi kiwanja tu. Anakupa kiwanja, anakupa na nyumba, anakupa na usafiri. Kwa nini? Anafanya zaidi ya yetu yaombayo na tuwaza. Zaidi ya kile ambacho tunakifikiri. Kile ambacho tunatarajia. Zaidi ya matarajio yetu. Sasa ili kusudi uweze kupata hicho kitu, lazima uwekeze tumaini. Tunarudi kwenye somo letu. Lazima uweke tumaini lako kwa Mungu. Tumaini lako likae kwa Mungu. Na tumaini nimesema ili kusudi likae kwa Mungu vizuri, lazima uwe na imani thabiti kwa Mungu unayemwabudu. Imani. Nikupe tu andiko hapa la kujua imani ni kitu gani. Mtu anaweza kawa anasema sasa imani mtumishi ni kitu gani? Waebrania 11 mstari wa kwanza anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ya uhakika wa yale mambo yasiyoonekana. Tunaposema uhakika, maana yake sina hofu na mashaka. Kuna watu wametoka 2025 walikuwa uchumi wao ni kwa chini sana. Walipata hasara. Kazini wengine walisimamishwa. Yaani kuna watu hapa tunaongea walimesimamishwa kazi. Walipokuwa wanapunguza wafanyakazi akaanziwa yeye. Walipokuwa wanasitisha mikataba wameanziwa yeye, ameanziwa. Kuna watu wamepata hasara mwaka huu. Lakini unapoingia 2026 mwezi wa kwanza huu, na kwa neno hili ni kuweka tumaini lako jipya kwa Mungu. Amen. Unaweka tumaini lako ukimwamini Mungu kwamba nitainuka tena. Biblia inasema mwenye haki huanguka 7 mara 70 na kuinuka tena. Hapo umezungumza kuhusiana na watu wanaanza mwaka wakiwa na hofu. Nikapata swali hapo. Kwa nini watu wengi leo wanaanza mwaka mpya wakiwa na malengo, lakini ile imani yao inakuwa ni ndogo? Na anatamani afanye kitu fulani na afikie malengo fulani, na anaanza kwa kasi, tunasema kwa kishindo, ila kadri mwaka unavyozidi kuendelea anazidi kuchechemea. Hapo mchungaji, hebu tupe somo kuhusiana na swala hilo. Hata yule ambaye anatazama kwa sasa huenda bado hajachelewa, kwa sababu ndio Januari tarehe 1, hii anaweza akarekebisha mambo na yakaenda vizuri. Ndio. Kwa kupitia vifungu vya Biblia, hasa tukiangazia hata kule kwa Methali 13 na ule mstari wa 12. Nikupe tu ili andiko Ayubu 22:28. Na hili linaweza likamsaidia mtu kuendelea na mwaka. Ayubu 22:28 anasema hivi: nawe utakusudia neno, nalo litadhibitika kwako. Na mwanga utaziangazia njia zako. Nawe utakusudia neno, nalo litadhibitika kwako. Nikwambie, yani hakuna kitu kinatoka nje ya maisha yetu. Kila kitu tunacho sisi ndani. Yani mwanadamu unavyoishi, kila kitu unacho ndani. Okay? Anaposema utania jambo nalo litadhibitika, au utakusudia jambo nalo litadhibitika, ni vibaya mno kuanza mwaka hauna malengo.
Ni vibaya mno kuanza mwaka hauna malengo. Na yale malengo unapokuwa umeyaweka, lazima yale malengo yawekee imani. Imani ndio itapushi yale malengo. Imani sio tindika. Waebrania 10:38 anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na je, unaweza kama Mkristo lakini sio na imani? Inawezekana. Iko hivi. Imani huwa naisema tofauti kabisa na hata kumwabudu Yesu. Nikupe mfano. Wafanyabiashara wote wakubwa, awe Mkristo asiwe Mkristo, anamwabudu Mungu amwabudu Mungu, wana imani kubwa. Kwa nini? Anaamini ana share hapa Mwanza, anapeleka gari linachukua mafuta bandarini. Gari lina milioni kadhaa, mafuta yana milioni kadhaa, bado anangoja ile gari lirudishe mafuta mpaka huku Mwanza. Hiyo ni imani kubwa ya kuchukua hela iende. Awazi kwamba inaweza ikafika Dodoma ikaungua. Awazi inaweza ikafika Dodoma ikapata ajali. Umenielewa? Kwa hiyo ana imani ya kwamba hii biashara nikifanya nitafanikiwa. Na hakuna eneo linahitaji imani kama kwenye biashara. Na watu wengi sana wamepata changamoto kwenye eneo la biashara kwa sababu hawana imani. Imani ni zaidi hata ya kumwabudu Yesu. Wakati Yesu anawaponya wale watu wenye ukoma, anayetokwa damu miaka 12, aliyetokwa damu miaka 12, yule mama alikuwa amekosa tumaini. Ameshua tumaini kabisa. Ameenda kwa waganga. Biblia inasema alikuwa ametumia fedha zake na mali nyingi kwa waganga, akupata msaada. Aliposhika tu pindo la Yesu Kristo, Yesu anamwambia imani yako imekuponya. Kwa nini imani? Kwa sababu imani ndio mkono wa kupokea majibu yako. Umenielewa? Sasa kuna watu wengi wanaanzaga mwaka tarehe 1, ana maono yake amewekea nguvu. Anavyoendelea mbele, ikifika mwezi wa 5, alikuwa anasema mwaka huu lazima nitatunza milioni 10. Anaanza kusema hata nikitunza tu milioni 5 sawa. Akifika mwezi wa 10 anasema hata milioni 2. Anaenda anapunguza yale wakati kitu ambacho katika imani haitakiwi. Hiyo ni nini? Ni kuishi imani isiyokuwa na mwendelezo. Ukiishi imani isiyokuwa na mwendelezo, uwe na uhakika kwamba uwezi kuvuka. Na ili kusudi ushinde, lazima uamini ya kwamba kitu nilichokianza lazima nikikamilishe, lazima nikitimize. Sawa. Kile ulichokianza lazima ukikamilishe na lazima ukitimize. Ninawezaje, ni njia zipi sasa sahihi ambazo zinaweza kunifanya mimi Mkristo wa kweli niweze kubaki salama mwaka 2026 katika tumaini na matumaini ya malengo nilionayo pasipo kukengeuka na kutoka nje? Namba 1, tengeneza mtazamo wako. Mtazamo. Unaona mimi nilivyovaa hivi kwa sababu ya maamuzi yangu. Kwamba leo nivae suti. Zilikuwepo suti nyingi au mashati mengi au swali nyingi. Kwa hiyo unapomuona mtu anaishi ni matokeo ya maamuzi yaliyoko kwenye ufahamu wake. Na ndio maana hapo Torati ilisema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Yesu alipokuja akaongeza kitu katikati. Akasema mpende Mungu wako kwa roho yako yote, nguvu zako zote, moyo wako wote na akili zako zote. Kwa nini anasemea akili? Akili anaongelea ufahamu. Kwa hiyo lazima utengeneze ufahamu wako ya kwamba huu ni mwaka wangu wa kufanikiwa. Ufahamu ndio unakufanya kurudia na kukumbuka makosa uliyoyafanya 2025. Kuna wakati unaweza ukakosea ukafanya maamuzi magumu au mabaya yakakufanya ukaingia kwenye hasara. Kuingia kwenye hasara ndio. Kuna kosa unaweza kuwa umelifanya kazini likakufanya kufukuzwa. Sasa unapoingia mwaka huu ili kusudi uweze kufika ng'ambo, uweze kufika vizuri, lazima ubadilishe ufahamu wako usiyakumbuke yaliyopita. Namba 1, namba 2, jitahidi kukiri mambo chanya au kukiri vitu vizuri. Naposema kukiri nini? Jitamkie. Iko hivi, hakuna nabii aliyoko nje yako ambaye atasababisha vitu vitokee. Anza wewe kujitamkia. Yaani wewe mwenyewe, mfano, nasema mimi Ernest mwaka huu lazima nimiliki kitu fulani. Miliki gari. Lazima nimiliki gari. Lazima niende kuhubiri nje ya nchi. Unaona? Lazima nifanye mikutano 15. Lazima nifanye mikutano kila mwezi, unaona? Lazima nifanye hivi. Hata wewe mwenyewe unaweza kusema mwaka huu nataka nifanye 1, 2, 3. Nini? Unakiri.
Na tuna watu wengi sana wanaharibu malengo. Unajua kwa nini watu wanaanzaga vizuri wanamaliza vibaya? Wanamaliza vibaya kabisa. Kwa nini? Kwa sababu na kuna muda wanaona kama Mungu vile amewaacha. Kwa nini? Wanakili visivyo, wanakili hasi. Yaani mtu anasema huu ugonjwa sijui kama nitapona. Huu ugonjwa sijui kama nitapona. Mwenzangu ana hivi mimi mwenyewe nitaweza kumiliki kweli ile gari? Mwingine hapa tunapozungumza hivi mwaka nitatoboa kweli? Yes. Hivi mwaka nitatoboa kweli? Hivi mwaka mbona umekuwa mbaya? Yaani ndio kashukwa kaoma leo. Na anasema huu mwaka umeanza vibaya. Unavyosema kwa sababu kila unachokikili, unachokitamka, unachokisema ndicho unachokiishi. Kwa hiyo ukiwa unatamka mimi siwezi, ujue uone uhakika kwamba hutaweza. Mimi mgonjwa. Ngoja nikwambie. Siku moja nilifanya research ndogo. Ulishawahi kuona hauna hela? Ukiwa hauna hela mfukoni na nyumbani na kwenye akiba, kuna wakati unaweza ukahisi kama vile una homa Yaani kuna wakati unaweza ukaenda hadi kupima maabara wakala hela zako, kumbe hauna homa. Ni ile ambayo hauna hela, hauna akiba, unajihisi kama vile wewe ni mnyonge na mdhaifu. Hauwezi lolote. Hiyo inakufanya mpaka mwili ukubali, ujihisi kama vile una homa hivi, una mashaka. Ila ukiwa kwenye hiyo hali ukapatiwa tu 100,000 au 1,000,000, unashangaa unaanza kufurahi. Mwili unaanza kuchangamka. Kwa nini? Mwili huo unaendana kulingana wewe ulivyojitune, ulivyotengeneza. Lakini jambo la tatu, watu wengi sana hawamtumaini Mungu. Watu wengi wanamkiri Yesu. Yesu ni Bwana, ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, amen, anakwambia amina. Lakini unaposema Bwana Yesu asifiwe ukasema amen, lazima uongeze kitu cha ziada kinaitwa kusadiki au kutegemea au kutumaini, kumtegemea Mungu. Unajua kusema mimi ni Mkristo au kumcha Mungu sio kazi. Ndio maana Biblia inasema wengi watasema ni Bwana ni Bwana. Ulikuwa Bwana, nilifanya kazi kwa mkono wako, lakini Biblia inasema sitawajua siku hiyo. Wengi sana wanasema Yesu yupo, Yesu ni Bwana, lakini hawamtumaini. Na ngoja nikwambie, kumjua kwamba wewe unamjua Yesu, unamtumainia Yesu, hatutakuona siku una furaha. Yaani wakati hapa nyumbani una chakula, masado ya unga yamejaa, mchele umejaa, umeme upo, bili za umeme unaweza ukalipa na maji, kila kitu kiko vizuri. Hatutakupima kwamba unamtumainia Yesu. Tutakupima unamtumainia Yesu utakapopitia nyakati ngumu. Zile nyakati ngumu utakazopitia, tutaona una Yesu au hauna Yesu. Hauna Yesu. Naam, asante sana. Una Yesu au hauna Yesu. Hapo nina swali, tutarejea hapo, nina swali lazima utalifafanua kwa uzuri sana. Kwa yule mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa ama ndio unaungana nasi, hujachelewa. Niko na mtumishi wa Mungu huyu kutoka kanisa la EAGT Endeleasti, mchungaji lakini pia ni mwalimu, na uko nami Andrea Amos Masanja ambaye nakuongozea kipindi chako kwa siku hii ya leo. Lakini pia kwa yule mtazamaji ambaye una shauku ya kutuma ujumbe wowote ambao umeweza kubarikiwa kwa mwaka 2025 na mpaka sasa kuingia mwaka 2026, tumia namba hiyo kuweza kutuma ujumbe huo ili uweze kubarikiwa. Lakini pia unaweza ukatuma swali lolote ambalo linakutatiza kutokana na mada ambayo tuko nayo mezani, kuishi katika tumaini la Kristo, kuishi katika tumaini la Kristo. Tuma ujumbe huo kupitia 0693916497, 0693916497. Namba hiyo itakuwa ni namba ambayo imekupa nafasi wewe ya kuweza kutuma ujumbe wako, nasi pia tutaweza kusoma na kufahamu maoni yako ni yapi kwa mwaka huu 2026, tukiwa mwanzoni kabisa mwa kalenda hii mpya yenye matumaini na matarajio mapya kwa watu wengi sana. Umezungumzia kuhusiana na swala zima la changamoto. Kwamba unapopita katika changamoto ndio tutajua na Yesu. Tutajua na Yesu au na Yesu. Kuna watu sasa wanapitia changamoto. Na changamoto hizo kama namna kule mwanzoni ulivyoeleza, majanga ya hapa na pale, lakini bado wanamtumaini Yesu. Ila kwa kupitia kupitia hicho kipindi, kuna wakati wengine wanakata tamaa kabisa na kudondoka na kuona kama Mungu kama tulivyosema amewaacha. Wanawezaje sasa kubaki katika mstari ule na kuachana na hii homa ambayo inaweza kuwakumba muda wote? Maana majaribu yapo. Ndio. Nina kitabu kimoja nimekiandika. Ndio. Kinaitwa hivi, Nyakati Ngumu Hazidumu. Nyakati Ngumu Hazidumu. Ni mwandishi? Yes, ni mwandishi wa kitabu.
Nitakizindua nafikiri hapa mwezi wa pili wa ngapi. Nafikiri nitakuja. Watabarikiwa. Nyakati ngumu hazidumu. Ndio. Sasa imani ina sifa kama ya nafsi hai kama mwanadamu. Imani inaweza kufa. Imani inaweza ikaongezeka au ikakua. Lakini imani inaweza ikapungua. Imani. Sasa ni rahisi sana kusema mimi na imani na Yesu. Na imani Yesu atanivusha. Lakini ukawa hauna mizizi katika imani. Hauna mizizi katika imani. Kuna mambo yakija yanaweza yakakutoa. Na ndio maana nikupe mfano, miti inaweza ikawepo mingi. Upepo ukaja ukachukua miti kama 2-3 ikang'oka. Alafu kaja mwingine, kwa nini ilibaki? Ilibaki kwa sababu mizizi yake imesonga. Kile kipimo cha dhoruba akikuweza kuizuru. Sasa inakuja dhoruba nyingine zaidi ya hapo, inapiga ile miti mingine. Kwa nini? Ni kipimo. Sasa watu wana imani, lakini kuna vitu ambavyo inabidi kama kumwagilizia kwa ajili ya imani yako kukua. Umenipata? Moja, kuna watu wana imani lakini hawana matendo. Matendo yapi hayo? Tunataka nizungumze. Tuishie hapo. Ngoja tuingie sasa, tutazame jumbe za watu wengi sana, alafu tutakuja hapo tuangalie matendo ambayo unahitaji kutuambia ama kutufundisha. Moja kati ya jumbe ambazo kwa sasa naziangazia kwako mtazamaji ambaye umekuwa endelea kutufuatilia kwa karibu sana kupitia matangazo haya moja kwa moja kupitia Star TV. Huyu anaitwa Jafet, nipo Dodoma. Swali langu ni kwamba nifanye nini nisimame katika Kristo Yesu? Nisimame katika Kristo Yesu ili milango yangu ya mafanikio kiroho na kiuchumi ifunguke. Ameuliza swali zuri sana. Ameuliza swali zuri na imani utakuwa umenakiri. Lakini huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Na huyu anasema kwamba tunaambiwa katika Biblia kwamba imani yetu ijengwe katika mitume na manabii. Swali langu, mchungaji anaamini katika mitume na manabii? Hilo ni swali la pili. Swali la kwanza nafikiri umeshalinakili. Ndio. Na huyu anasema kwamba kwa majina naitwa Nelson Ali, naomba Mungu aendelee kusimama nasi. Na huyu anasema ni mchungaji Thadayo Noah Shangau wa Dodoma. Nimependa umesema hivi, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana. Nimeipenda sana mtumishi hii. Huyu ndivyo alivyotuacha hivyo, lakini unasema kwamba nimeelewa sana mada ya leo. Na huyu anatuambia kwamba Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu, naitwa Maganga Peter au Baba Paroko wa Inyonga, Mlele, Katavi. Kama mwalimu, mwaka huu wewe malengo yako ni nini? Huyu anatamani ajue pia malengo yako ni yapi kama mwalimu. Huyu anasema kwamba jamani, mtumishi wa Mungu abarikiwe kwa mafundisho yako. Daniel Nicodemus, huyu kutoka Kagera Biharamulo. Huyu anasema kwamba ni kweli sisi wenyewe hatujiamini na maisha yetu. Ni kweli tunaishi kwa matatizo. Tungekuwa tunaishi kwa matokeo yake tungekuwa mbali by mimi Amosi. Huyu mpunga huyu jumbe ni nyingi kweli kweli. Nasema habari zenu hapo Star TV. Mimi maoni yangu, naomba kipindi kizuri sana, Mungu aweze kuwabariki. Na huyu si mwingine anasema kwamba naitwa Joseph Samson, napatikana Mudida. Kiukweli nimebarikiwa sana na kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Mbarikiwe sana hapo studio, pamoja sana na sisi pia tunasema pamoja sana kwa kuanza mwaka kwa kishindo. Tuelekee pale ulipoishia, alafu pia tugusie yale maswali ambayo watazamaji wamekuwa wakiuliza ama kiwatatiza kwa mwaka huu mpya. Tulishia kwamba watu wana imani lakini hawana matendo. Ndio. Biblia inasema kitabu cha Yakobo, imani pasipo matendo imekufa. Imani pasipo matendo imekufa. Nikwambie, watu wengi sana wanaomba, tunaomba Mungu na tuna imani, lakini ile kuchukua hatua. Mathayo 7:7, Injili ya Mathayo 7:7 nasema, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni. Unaona? Tafuteni. Anaongeza tafuteni nanyi mtapata. Bisheni nanyi mtafunguliwa.
Watu wengi wana imani ya kwamba mwaka huu ninataka nimiliki fedha milioni kadhaa. Ni kweli umeamini, hatuna shida na wewe umeamini. Ndio. Lazima ili imani yako iambatane na matendo. Ndio. Yatakayosababisha kile ulichokiamini kitokee. Umenipata? Ndio. Siku moja Petro wakiwa kwenye bahari ya Galilaya. Ndio. Biblia inasema Petro akamwambia Yesu, kama wewe ni Bwana, naomba uniamuru nije. Yule Petro hakusita sita. Akachukua mguu akautoa kwenye boti, akaanza kutembea juu ya maji. Maandiko yanasema akatembea mpaka kumkaribia Yesu. Biblia inasema alipokuwa anamkaribia Yesu, kuna vitu vilitokea. Moja, aliona tufani inakuja, wimbi linakuja, akaliangalia. Baada ya kumwangalia Yesu, akaliangalia wimbi. Maandiko yanasema akaanza kuzama. Akapiga kelele, Yesu nisaidie." Maandiko yanasema Yesu akanyosha mkono wake akamuinua. Kwa nini? Ametoka huko kota alikokuwa, ametembea mpaka kafikia katika usawa wa mkono wa Yesu. Ndipo anaanza kutazama kwingine. Ndipo watu wengi wanaanza mwezi wa kwanza wako vizuri, wako fire. Akifika mwezi wa 10 anaanza kutazama vingine. Na wakati mwingine Petro yawezekana alijiona amefanikiwa. Yawezekana aliwaambia kina Andrea aliyokuwa nao kwenye chomba, anawaambia ise, mmeniona nimeweza bana. Ndio. Nimeweza kuvuka, nimeweza kutembea juu ya maji. Sasa watu wengi sana wana imani lakini hawana matendo. Unapokuwa unaamini kwamba mimi mwaka huu ninataka nipate fedha fulani, niinuke kiuchumi, fanya matendo yanayosababisha hiyo imani yako ipate matokeo. Unaweza ukawa na fedha haziji kushuka mbinguni. Haipo kitu kama hicho. Na kama mtu amekuaminisha, ni mtumishi wa Mungu au mtumishi wa yoyote, amekuaminisha kwamba fedha zitashuka, haipo. Maana kuna mwingine sasa akasema kwa sababu naishi kwa matumaini, ngoja nilale. Licha kulala nitakuwa naomba, ninakesha. Na ndio maana tuna watu wengi sana wanaomba lakini bado ni maskini. Hiyo nikwambie. Wanaomba, wanakesha makanisani bado ni maskini. Issue sio kuomba. Mungu amesikia kabisa. Issue sio kuamini. Issue ni kuambatanisha matendo yanayoambatana na imani. Ni sawa sawa na kijana anataka kuoa. Anashinda ndani, anajifungia, anasema Mungu nipe mke. Na hana uwezo wa kwenda kusema kwamba aenda atafute mke. Ni sawa sawa na mtu yuko ndani anaomba, anasema mimi nataka fedha. Unaamka unaenda kanisani unakaa, unataka fedha. Fedha haziwezi kuja. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, yeye Mungu ndiye atupaye nguvu za kupata utajiri. Amen. Anaposema za kupata, maana yake lazima tuutafute matendo. Lakini namba 2, watu wengi sana wana imani, lakini jinsi ambavyo wanakiri maisha yao, wanakiri tofauti. Anaamini nitapona, lakini baadaye anasema huu ugonjwa sijui kama nitapona. Sawa. Tuelekee sasa kwenye swali la watazamaji ambao tumekuwa tukiyatazama kwa kina na tutaendelea kutazama pia na muda jinsi unavyozidi kuyoyoma kweli kweli. Huyu ameuliza, amesema nifanye nini kufanikiwa kiroho na kimwili? Ndio. Huyu mtu wa Dodoma nafikiri. Sema nifanye nini kufanikiwa kiroho na kimwili? Ndio. Jambo la kwanza, ili kusudi ufanikiwe kiroho na kimwili, ni kuweka tumaini katika Yesu Kristo. Amen. Tumaini katika Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Yeremia 29:11 maandiko yanasema anatuwazia mawazo mema. Sio kama anavyowaza mwanadamu. Kwa hiyo ni kuweka tumaini katika Yesu Kristo, namba 1. Namba 2, kuongeza kiwango cha kumcha Mungu. Ndio. Na ndio maana unapomaliza mwaka lazima ujitathmini. Hivi mwaka jana nilienda kanisani mara ngapi? Kuna watu tunaongea hapa, ameshachoka mpaka akaacha kwenda kanisani. Amekaa nyumbani. Na wala simlaumu. Kuna kiwango kinafika magumu yanakufika kiasi kwamba kama hauna imani nzuri ni ngumu sana kwenda kanisani. Kwa hiyo lazima aongeze kiwango chake cha kumcha Mungu. Lakini namba 2, aweke bidii. Biblia inasema hivi, mkono wa mwenye bidii utafanikiwa na utatajirika. Mvivu siku zote ataishi kwenye uhitaji. Kwa hiyo ili kusudi uweze kuvuka, inahitajika kuongeza bidii. Ongeza bidii. Kama ulikuwa unaamka saa 2, anza kuamka saa 12. Ongeza bidii. Kama ulikuwa unafanya kazi kwa masaa kadhaa, ongeza, fanya zaidi ya hapo. Ulikuwa unafanya biashara yako ulikuwa unaifanya dakika chache, ndani ya masaa 2, 3, 4, au unakuja kufungua biashara saa 4. Wenzako walifungua saa 1, wameshaanza kuuza hata mikate. Ndio. Sababu watu wanakunywa chai asubuhi. Na wewe ongeza maarifa. Kwa hiyo lazima kuongeza bidii ili kusudi uweze kuvuka. Tuelekee sasa kwa ufupi ukimjibu na yule wa pili ambalo swali lake pia aliweza kuliuliza. Nafikiri anasema
mwalimu, unaamini katika mitume na manabii? Maana Biblia imesema imani yetu imejengwa katika mitume na manabii. Ni kweli. Biblia inasema imani yetu imejengwa katika mitume kwa fupi sana ukimjibu. Na mimi kabisa huwezi kupinga kwa sababu ni huduma tano. Huduma tano nimesema mwanzo ni mitume, manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti. Kwa hiyo tunaamini imani hii wameipokea tangu kanisa la kwanza, kanisa la mitume na manabii. Mitume walikuwepo wakina mtume Paulo, hawa wakina Petro, mitume 12 walichaguliwa, kwa hiyo walibeba imani. Kwa hiyo tunaamini. Lakini mwingine akasema, mwalimu, wewe ni mwalimu, tutarajie nini sasa kwako kwa mwaka 2026? Tumaini lako ni lipi? Mimi natarajia kuwaelimisha na kuwafundisha watu wengi kulingana na kile Mungu amenipa. Kwanza namshukuru sana Mungu. Mimi nimeanza tarehe 1 mwezi wa kwanza nikiwa hapa. Nasema na Watanzania. Ni tayari. Kwa hiyo nimeshaanza. Ndio, asante sana. Nimeshaanza. Sawa, asante sana mchungaji na mwalimu NLST kutoka kanisa la EAGT. Ngoja tutazame wengine pia wanasema nini wenzetu kule. Anaitwa Gradiness anasema amina. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Stella Mujeluma, mtumishi, ubarikiwe sana kwa mafundisho mazuri. Na huyu anasema kwamba anaitwa Nijo Buyoka wa Dodoma Nzunguni, na fuatilia toka mwanzo mpaka sasa. Mungu awabariki sana. Nawe pia tunasema Mungu akubariki sana, endelea kuwa nasi. Anasema anaitwa hajasema jina, anasema linatoka wapi, lakini anasema kwamba Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu kupitia kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Mimi na Solo napatikana Reshata, na watakia heri ya mwaka mpya. Na wewe sema kwamba Bwana Yesu asifiwe sana sana mtumishi. Nasema ni mada nzuri sana. Kuishi katika tumaini la Kristo ni kuondoa mapenzi mwenyewe ili ambavyo ungeweza kujiona na ukafanya sasa. Hayo yote utayaweza kuyatekeleza kwa mtu mmoja tu ambaye ni Kristo na ni mchungaji. Huyu anaitwa Andrew. Na anasema kwamba anaitwa Wilson Peter. Swali langu ni kwamba imani ni bora kuliko dini. Naona huyu ametoka kabisa. Nasema Bwana Yesu asifiwe mtumishi, nabarikiwa sana na kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Watu wa Mungu tunapaswa kuwa na imani, kila kitu kinawezekana kwa imani. Amen. Amen. Huyu ndivyo alivyomaliza hivyo. Anasema kwamba mimi, Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu kwa kuona mwaka mwingine tena. Kuna watu pia hata kuona mwaka ni muujiza, hawaoni kama ni imani. Na huyu anasema kwamba asante mchungaji kwa mafundisho. Mimi ni nasema nafuatilia vizuri sana. Na huyu anasema kwamba anaitwa huyu anatokea Isegege Buchosa. Je, kuna utofauti gani kati ya imani na kuamini? Huyu ndio swali lake hivyo, ingawa ulifafanua kule. Na huyu anasema kwamba mimi ni Daniel Ishika Andeni, nabarikiwa sana na kipindi hicho. Mungu akubariki sana. Heri ya mwaka mpya hapo studio. Mimi ni Devocatus Chipandu kutoka Kilimanjaro Rombo. Endelea kutuma ujumbe wako, na kama una swali lolote tuma basi uweze kushiriki nasi kwa kile ambacho Mungu akubariki. Ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026, siku ambayo imebeba matumaini mengi na ni makubwa sana kwa kila mwanadamu duniani. Kila mwanadamu. Najua hapo utakuwa ulikosa tumaini, lakini kwa sasa mtumishi imani wameshaanza kupata tumaini na joto la kumtumikia Bwana kwenye malengo yao. Kuna kitu hapo nizungumze. Ndio. Huyu hiyo swali lake tusilipuuze. Anasema kuna kipi bora kati ya imani na dini? Niseme hivi, hakuna dini yoyote isiyokuwa na imani. Kila dini ina imani. Hata ambapo hamna dini, hata miungu wanaamini. Umeona? Swali letu na hoja yetu ni kwamba unaamini katika nini? Umeona? Na ndio maana tumesema tumaini katika Kristo Yesu 2026. Kwa hiyo zipo imani nyingi za aina nyingi, ila sisi tunayoongelea ni imani katika Kristo Yesu. Tumaini katika Kristo Yesu. Mwingine amesema imani na kuamini. Imani na kuamini. Imani na kuamini. Imani ni mbegu ndani ya mtu. Biblia inaifananisha kama mbegu. Ndio maana anasema mkiwa na imani kama chembe haradali. Ni mbegu inayopandwa ndani ya mtu. Kuamini ni tendo la kudhibitisha kile ambacho kimepandwa ndani yako. Mfano, unapookoka, ukizaliwa mara ya pili, umempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Anakuja ukaa ndani yako. Wewe unadhihirisha yule Kristo Yesu ambaye unamcha. Maana Kristo, kuitwa wa Kristo sio kitu sio fashion. Ukristo ulianzia Antiokia, ambapo waliona watu wanafanya matendo kama ya Kristo Yesu. Ndipo wakaitwa wa Kristo. Wakaitwa wa Kristo. Yes. Kwa hiyo
lazima kudhihirisha kile kilicho ndani. Unapodhihirisha kile kilicho ndani unachokiamini, ndio inaitwa imani. Ile mbegu ambayo iko ndani yako. Sawa kabisa. Lakini pia kuna kitu natamani watu wajue. Kwa nini tuishi katika matumaini ya Kristo Yesu 2026? Kwa nini? Namba moja, kwa nini tuishi katika matumaini ya Kristo Yesu 2026? Namba moja, Yesu yuko hai, yu hai. Ajafa. Alikufa akafufuka, yu hai. Kwa hiyo tunaweka tumaini katika mtu mwenye mamlaka na uwezo. Hakuna kitu nakipenda kama mtu kutambua kwamba hata kama ninaumwa na uhakika huyu Yesu ataniponya. Na imani mpaka ufike mahali watu hawakuelewe. Kwa sababu imani ni kufanya vitu zaidi ya akili za binadamu. Tunaita extraordinary. Vitu ambavyo zaidi ya akili ya binadamu. Unaonaje bahari au ziwa kama hii, ziwa Victoria hapa, kaambiwa mtu ametembea kutoka hapa kwenda ng'ambo kama wana wa Israeli. Hiyo inaitwa imani ya hali ya juu sana. Sasa lazima uamini kwamba tunamwamini Mungu ambaye anaweza mambo yote. Yeremia 32:27 anasema hivi, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Tunasema hivi, kile Mungu ambacho hawezi does not exist. Hakipo duniani. Kile Mungu asichoweza does not exist. Hakipo duniani. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tunatumaini katika Kristo Yesu kwa sababu yeye ndiye mshindi. Namba 2, lazima ujipe tumaini kwamba magumu yajapokuja hayataondoa ahadi ya Mungu. Ngoja nikwambie. Gari lolote ukichukua V8 ukaipitisha kwenye matope, hata kama ikichafuka, ikiwa namna gani, haiondolewi thamani ya V8 ikawa paso. Sio unanipata? Kwa hiyo unaweza majaribu yakaja yakakuvuruga, lakini hayaiondoi ahadi ya Yesu Kristo juu ya maisha yako. Na ndio maana tumesema unapoanza mwaka, Mungu ameshapanga budget. Ile budget ndio ahadi za Mungu. Ameshaziandaa. Huyu mtu atapokea. Wewe kazi yako ni kuishi katika tumaini la Yesu Kristo. Kwa hiyo kila siku ni kujisemea unapoamka. Kila siku unapoamka. Naweza. Yaani neno lako mwaka 2026 liwe naweza. Mimi 2026 huwa nina magrupu ya kufundisha tofauti na kanisani. Wana magrupu ya mitandao ya kufundisha. Leo nilikuwa natoa kile tutakatembelea ndani ya mwaka huu. Nikasema huu ni mwaka wa ukuu na kutenda makuu. Mwaka wa ukuu na kutenda makuu. Kwa nini mwaka wa ukuu na kutenda makuu? Umeamua kuchagua hiyo engo. Ni kwa sababu ukuu maana yake nini? Ukuu ni utukufu au kuongezeka kutoka chini kwenda juu. Ukuu. Na kutenda makuu maana yake kufanya vitu ambavyo zaidi ya vile ulivyovifanya 2025. Yes. Ambavyo umefanya zaidi ya 25. Kwa hiyo sasa hivi unatenda mambo makuu kuliko yale ambayo umewahi kuyatenda. Maandiko yanasema, nitaka nisome hii andiko, Daniel 11:32. B anasema, lakini watu wamjao Mungu watakuwa hodari na kutenda makuu. Ndio andiko nililochukua. Daniel 11:3. Kwa hiyo unaposema nitatenda makuu, lazima uishi kama mkuu. Kuna sifa za kuishi kama mkuu. Kuna maisha ya kuishi kwenda kwenye ukuu. Mtu anayetolea mfano ni kama Yusufu. Yusufu alikuwa mdogo, anaona ndoto ya kuwa waziri mkuu kule Misri, lakini aliyoyapitia, akakataliwa na ndugu zake, akauzwa utumwani, akasingiziwa kumbaka mke wa Potifa, akapelekwa jela, ametoka kula ndo anakuja kuwa mkuu. Kwa hiyo usishangae ukaona tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3 mambo hayaendi, ukafikiri Mungu amekuacha. Mwingine anaweza kusema kwa sasa naona mambo yangu kama hayaendi, Mungu ameniacha. No. Mungu hajakuacha. Furu kabisa. Mungu hajakuacha. Na nataka nikwambie hivi, siku zote ukipanda mlima kwa muda mrefu, mlima ulio juu sana na mteremko wake huwa ni mkali, si ni kweli? Kwa hiyo ukiona unapanda sana mlima, unapitia magumu, ujue kuna ukuu wako unaandaliwa. Kuna heshima yako inaandaliwa. Lakini hapo nina swali, kuna ukuu wako unaandaliwa na kuna heshima yako inaandaliwa. Umenena vyema kabisa mwalimu na mchungaji NLS. Lakini kuna mmoja ambaye ametembea mwaka 2025, mwaka uliopita,
amepita kwenye mlima huu ambao tunauzungumza sasa na uliousema mwenyewe lakini mpaka sasa tumeingia tarehe 26 haoni matumaini na matokeo yoyote. Mtu kama huyo unamsaidia vipi? Kwa sababu tayari inaonyesha ameshakata tamaa na haamini kabisa kwenye swala la kumtumikia Mungu, kwa sababu ni mwaka mzima alitarajia kwa matarajio ya kibinadamu. Biblia ina ushuhuda mwingi. Kuna mtu mmoja alikaa miaka 38 akiwa kiwete. Mwaka wa 38 akapata uponyaji. Kuna mtu alikaa miaka 12 mama anatoka damu. Mwaka wa 12 akapata uzima. Kuna watu walizaliwa wakiwa vipofu mpaka wakawa watu wazima. Wanakasha iko hivi. Haijalishi umepitia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa... Kwenye kitabu changu cha Nyakati Ngumu Hazidumu, ukikisoma kile ndio unajifunza vitu vingi sana. Amen. Ukiona unapitia jambo gumu kwa muda mrefu, ujue kuna baraka zako kubwa ambazo Mungu ameandaa. Iko hivi. Hakuna mama mjamzito anayepata raha akiwa na ujauzito. Ndio. Hakuna mama mjamzito anayepata raha akiwa mjamzito. Na jaribu kumpeleka hospitalini ile siku anakaribia kujifungua. Unalenga nini hapa kwa kupitia sentensi? Yule mama anakuwa analia sana. Anakuwa anahisi maumivu. Mpaka wakati mwingine wanasema hasirudi tena. Wakati mwingine, lakini kwenye maumivu yale wengine wanafanya operation, wengine wanajifungua kawaida. Kwenye yale maumivu baada ya muda akisha kuzaa tu mtoto akapakata, yale maumivu yote yanasahaulika. Hata kama angekuwa na mshono tu na ile alama, anakuwa anaiona kawaida, lakini anafurahi kwa sababu mpakata mtoto. Kitu gani namaanisha? Kuna nyakati Mungu anatupitisha mahara fulani. Unajua kuna Mungu anakuchonga ili kusudi akija kukabidhi fedha fulani uwe na uwezo wa kuona discipline na hiyo fedha. Umeona? Ndio. Kiasi kwamba utakapopitishwa mahali fulani ukapakata lile kitu ulikuwa unatarajia, yale maumivu yatasaulika. Na mimi nampa mtu tumaini ambaye amekata matumaini, ambaye amechoka. Mimi mwenyewe niliwahi kupitia nyakati ngumu. Nyakati za kifedha. Uchumi umeyumba, uchumi ueleweki. Lakini nilichokuwa nafanya, nilikuwa namtumainia Mungu, naamini siku moja nitafanikiwa. Naamini siku moja nitatoboa. Vijana wanasema ukutoboa lazima atatoboa. Kwa hiyo hata kama umechoka, inuka hapo ulipo. Nenda tu ukamwabudu Mungu. Nenda kanisani. Tafuta watumishi. Fanya maombi. Kuna watu wengine wamefika wakati, kuna mtu mmoja nilikutana naye. Akanambia hivi, mimi mpaka sasa hivi siwezi kwenda tena kanisani. Nikamwambia shida nini? Akanambia mimi nimemuomba Mungu sana. Alikuwa ni binti anataka kuolewa. Nimemuomba Mungu sana lakini hajanipa mume. Hajampa mume, kuna mwingine pia hajampa mtoto. Hajanipa mtoto. Hajafanya nini? Kwa nini aende? Akasema amna. Naona Mungu kama vile ajibu. Ngoja nikupe kisa kimoja. Mtu mmoja kwa ufupi sana. Kwa ufupi tu. Mtu mmoja tena hapa pakana ya zio. Mtu mmoja alikuwa tena mtumishi wa Mungu mzuri. Akaomba fika wakati mbona Mungu anijibu. Wakati amesema Mungu ajibu akaacha kwenda kanisani. Akaacha kwenda kanisani kabisa. Tena akamwambia mchungaji wake, kuanzia leo mimi sio mshirika wako na simtaki Yesu. Alipomwambia simtaki Yesu, akasema na Jumapili nitaenda kunywa pombe. Na kipindi anaenda kunywa pombe, majaribu ndio alimfanya mpaka majaribu yakamfanya ni ulaibu wa ulevi. Yaani anatiwa moyo, lakini anasema hapa. Na ndio maana kwenye jaribu lako adui anakutafuta. Yesu alipomaliza siku 40 za kufunga, shetani akaja kumjaribu. Wakati ameenda kunywa pombe, ameingia si mgeni. Alipoingia akapewa ile pombe alikuwa anahitaji. Meza ya jirani wakaanza ugomvi. Walipoanza ugomvi, jamaa akashika chupa anarusha chupa. Jamaa alipokuwa anamrushia chupa akainama. Ikampiga yule aliyemwacha Yesu. Akasema nimekata tamaa, ikaenda kupiga kichwa chake. Ni historia mbaya na ushuhuda mbaya ambao unahuzunisha. Ilipompiga damu zikatoka. Zile damu zinatoka, hakufikishwa hospitalini. Akaondoka. Akawa amefariki. Kwa nini nazungumza hivi? Alimkataa Yesu, na ukifariki moja anayekupokea moja kwa moja unakufikia kwenye kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Kwa hiyo yule mkataa unakutana naye. Kwa hiyo majaribu yapo, majaribu hayakuui. Majaribu yako sio kwa ajili ya kukuua. Majaribu yapo kwa ajili ya kukukomaza. Naomba nimalizie hichi kitu iko hivi. Ndio. Ukiangalia yale mamjamaa mabounce yenye mikono mikubwa yanaenda gym, sio?
Ukiwa unaenda gym, hata mimi nilivyo hapa, niliwahi kuwa nafanya hiyo kitu miaka fulani. Ukiwa unaenda gym, wakati unaanza mifupa inauma, misuli inauma. Mara ya kwanza ya ngapi hapa unaweza ukasikia vibaya. Kwa nini? Misuli haijazoea. Lakini unavyoendelea ile misuli inapata nguvu, unashangaa umetuna, umeongezeka, umekuwa na misuli. Sasa kitu gani kinafanyika? Unapokuwa na imani katika Yesu Kristo, Yesu anakupokea na kukaribisha. Amen. Kinachofanyika, anaanza kuhakikisha anatunisha misuli ya imani yako. Na misuli ya imani inapitishwa kwenye majaribu, mambo magumu. Ukishafanikiwa ukavuka, uwe na uhakika unapokea baraka kubwa. Amen. Uwe na uhakika unapokea baraka kubwa. Leo kiukweli leo Mungu amejiandaa kweli kweli kuja na nondo za mwaka mpya. Asante sana mchungaji na mwalimu NRST. Na bado tuna mengi ya kuzungumza. Ngoja tutazame pia wadau wanasemaje kuhusiana na kile ambacho kiko mezani siku ya leo. Mada ambayo inaenda kwa kichwa kinachosema kuishi katika tumaini la Kristo. Unaishi katika maisha gani katika tumaini la Kristo? Moja kwa moja sasa nianze kutazama jumbe. Huyu anasema kwamba asante kwa mafundisho asante kwa mafunzo yenu bora, na watakieni heri ya mwaka mpya, na wakaribisheni nyumbani na wote. Mungu awabariki sana kupitia kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Anaitwa Christopher, huyu toka Karambi Mreba. Mungu akubariki sana. Anasema kwamba anaitwa mtumishi wa Mungu. Naitwa Gerard Chiteto kutoka Dodoma, kijiji cha Nzali, kitongoji cha Muungano. Swali: kwa nini Wakristo tunamtukuza sana Yesu kuliko Mungu? Naona huyu ndio swali lake. Unasema kwamba anaitwa Jemima Emmanuel kutoka Tanga mjini. Mungu akubariki, Mungu abariki jamani. Niwatakie mwaka mpya na uwe na baraka tele. Mungu akubariki pia. Sema Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Somo hilo litaniishi maana limeniimarisha sana. By Yasinta EAGT Dabalo huyu. Huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Richard kutoka Bukoba. Nimependa sana elimu ya leo, lakini huyu anatuacha na kutuambia kwamba Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Daniel kutoka Shinyanga Dida. Swali langu liko, kuna aina ngapi ya tumaini? Pia je, umaskini dhambi au sio dhambi? Je, umaskini ni haki yetu? Je, kwa nini sisi wengi ni wahitaji wakati tunabarikiwa na baba yetu Ibrahim? Huyu ndo swali lake hilo. Anahitaji matumaini pia. Anasema shalom mtumishi, naitwa Elizabeth. Napenda kusema Mungu atusaidie tuwe na imani, maana Mungu yupo nasi, haijalishi tunapita katika nyakati ngumu. Mungu yupo pamoja nasi na hajawahi kutuacha kamwe. Huyu ndo ametuacha. Hivyo anasema kwamba mafundisho mazuri sana mchungaji, Mungu akubariki sana. Huyu ni Sospita. Ndivyo anavyotuacha hivyo, lakini alikuwa na swali lake. Anasema heri ya mwaka mpya mtumishi wa Mungu. Naitwa Emmanuel wa Dodoma. Swali langu, imani ni nini? Na imani tayari limeshajibiwa swali hili. Wanasema kwamba heri ya mwaka mpya hapo studio, na sisi pia tunakutakia heri ya mwaka mpya. Mungu akubariki sana. Naitwa Amen. Mimi ni Daudi kutoka Tanga. Yesu awabariki sana. Anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Segota kutoka Morogoro. Heri ya mwaka mpya kwa watu wote, nchi zote, na kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Mungu awabariki sana. Swali langu, ni kweli Yesu alizaliwa tarehe 25? Na marejeo yangu ni kwamba nahitaji matumaini ya kuweza kumfikia Yesu Kristo. Nifanye nini? Unasema haleluya mtumishi. Mimi swali langu ni kwamba kwa nini tunasali lakini bado watu wengine wanashindwa kuwa na matumaini ya kumfikia Yesu Kristo? Na huyu anasema kwamba Yesu atukuzwe. Swali langu ni kwamba nitawezaje kuvuka hatua hii kwenda vizuri kwa mwaka 2026? Hayo ni maswali ya wadau ambao wameweza kututazama na wanatufuatilia kwa karibu sana. Maswali ni mengi kwa kweli, watu wengi wanatufuatilia. Na ujumbe huu wa mwisho anasema, naitwa Dominic, nimetokea Dodoma maeneo ya nawatakieni heri ya mwaka mpya.
watu wote, uwe na mwaka na baraka kwa neema tele. Mungu na wewe pia aweze kukubariki sana. Na imani hayo maswali pia yanaweza akatupeleka ukayajibu kwa kifupi sana, yes, kutokana na muda jinsi unavyozidi kukimbia na tunapo watu wanabidi waende kwenye ibada nyingine. Lakini bado watu wanatuma jumbe zao kwa namna jinsi wanavyobarikiwa. Karibu sana mchungaji. Kuna maswali mengine utanikumbusha, lakini na swali ambalo lile la kwanza anasema kwa nini tunamtukuza Yesu kuliko Mungu? Yohana, na tutapataje hiyo imani? Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Tasomea ili andiko itafaa. Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuweko neno. Ndio. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyu neno anayezungumzwa ni Yesu Kristo. Ndo mstari wa 10 anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukamwona katika utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba. Kwa hiyo unapomsema Yesu unamsema Mungu. Anasema hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo unapomsema Yesu popote unamsema Mungu. Na ndio maana siku moja niliwahi kuulizwa kwa nini nyinyi mnasemaga kwa jina la Yesu? Na ukitaka kujua kwamba ikitaka kujua kwamba yuko Mungu, angalia tunapokuwa tunaombea watu. Mtu hata akiwa amefungwa na vifungo, ukisema kwa jina la Yesu, mtu anafunguliwa. Mtu anawekwa huru. Kwa nini? Umemtaja Mungu. Yaani ukimtaja Yesu umemtaja Mungu. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, Mungu ni Yesu. Hii kitu ni utatu mtakatifu nafanya kazi kwa pamoja. Unaona? Kwa hiyo hata tangu mwanzo ulipokuwa inaumbwa dunia, ulimwengu huu, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 3, maandiko yanasema hivi. Anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Ile nuru anayoisema ilitangulia kwanza Yesu Kristo awepo. Kwa hiyo Yesu amekuja kuzaliwa baada ya miaka kadhaa huko, lakini Yesu Kristo alikuwepo tangu mwanzo. Akitumika katika hata uumbaji. Kwa hiyo utatu mtakatifu unafanya kazi kwa pamoja. Lakini kuna mwingine amesema nitawezaje kuvuka? Nitawezaje kuvuka kuwa na matumaini kuweza kuvuka? Jambo la kwanza, kama hujamwamini Yesu, kwa kifupi sana, kama hujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni vyema sana kumwamini Yesu. Amen. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 na kuendelea, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amen. Kwa hiyo unapompokea Yesu unafanyika mtoto wa Mungu. Amen. Namba moja. Namba mbili ni kujua neno. Hii kitu unayoiona hiki kitabu kimebeba matumaini kuliko hata maneno yangu nayoyasema, kuliko maneno hata ya mchungaji wako. Sawa, umejibu kwa uzuri sana kutokana na muda unavyozidi kukimbia, lakini kwa yule mtazamaji ambaye anatutazama kwa sasa, huku tukielekea ukingoni, usibanduke, endelea kuwa hapo na huku tukimalizia kwenda kutazama pia matukio ama shuhuda za watu wengi ambazo wameweza kuzitoa katika mwaka wa 2025 kuingia mwaka wa 2026, ambao pia na imani hata pia utaweza kubarikiwa na mtumishi wa Mungu pia hapa ataweza kubarikiwa zaidi kwa matukio namna jinsi ambavyo watu wamekuwa wakibarikiwa. Kwa dakika chache tu ili kuweza kusubiri matukio hayo ili tuweze kuyatazama, ni swali langu ni unaweza ukalijibu kwa sekunde chache tu. Kanisa lina jukumu gani sasa kujenga tumaini kwa watu ambao wamevunjika moyo? Kanisa lina jukumu gani hasa? Kanisa lina jukumu namba moja, kufundisha watu kweli ya Mungu. Ndio. Kuwafundisha watu kweli ya Mungu. Lakini namba mbili, kanisa lina jukumu la kupeleka injili. Ndio. Kwa wale ambao hawajafikiwa injili. Ndio. Kuna watu wako vijijini huko hawajafikiwa injili. Ndio. Na kazi yetu ni kupeleka injili ya Yesu Kristo. Lakini namba tatu, kazi ya kanisa ni kuomba. Ndio. Sisi tunaomba juu ya kila mmoja, lakini tunaomba hata juu ya taifa. Ndio. Tunaomba juu ya amani ya watu. Ndio. Tunaomba juu ya uchumi wa watu. Ndio. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuomba. Ndio. Sisi tunaomba tu, yani wewe yawezekana nilishaka kuombea, anayenitazama nishamuombea hata kama simjui. Naposema Mungu wafunike wa Tanzania, funika mikoa fulani, maana yake kazi yetu sisi ni kuomba. Naam, asante sana. Na mtazamaji, tuelekeza kutazama matukio hayo, na mwisho wa kipindi hiki ndio tunaelekea ukingoni kwenda kumalizia sasa katika kipindi hiki kwa kutazama matukio moja kwa moja. Na sasa tuelekee kule studio ili uweze kutupatia kutazama matukio hayo muhimu kwa mwaka huu.
Karibu katika kipindi chako pendwa Amka Tumsifu Mungu kupitia Star TV. Leo tunaangazia matukio makubwa ya kidini duniani yaliyotikisa ulimwengu na mioyo ya watu katika mwaka huu wa 2025, yakitukumbusha kuwa katikati ya changamoto zote bado Mungu anaitwa, anaombwa na anaabudiwa. Msimuliaji wa makala hii ni mimi Andrew Amos Masanja. Mwandaaji wa simulizi hii ni Emmanuel Makuliga. Na hili ni moja kati ya tukio kubwa kabisa ambalo liliweza kuitikisa dunia: kufariki kwa Papa Francis. Papa Francis alizaliwa huko Argentina mnamo Disemba 17 mwaka wa 1936. Alichaguliwa kuwa papa mnamo Machi 13 mwaka wa 2013. Safari yake iliendelea hadi kifo kilipomkuta, ambapo alifariki dunia mnamo Aprili 21 mwaka wa 2025 huko St. Peter's Square, Vatican City. Papa Francis alichaguliwa mnamo Machi 13 mwaka wa 2013 na kuapishwa kwake mnamo Machi 19 mwaka wa 2013. Kifo cha Papa Francis kilikuwa tukio la huzuni kubwa duniani. Papa huyu alijulikana kwa maisha yake unyenyekevu, kupigania maskini waliotengwa, kutoa ujumbe wa upendo, msamaha na amani. Siku ya kifo chake, mamilioni ya watu wengi walikusanyika Vatican na makanisa mbalimbali duniani kuomba. Walitoa heshima zao za mwisho, jambo lililoonyesha kuwa imani inaweza kuunganishwa na wanadamu wote duniani. Na huo ulikuwa ni ufupi tu wa maisha ya Papa Francis, kuanza kwake na kuhitimisha kwake, safari yake ya matumaini na uongozi uliokuwa mahiri kwa kila mmoja. Na sasa nikupeleke katika tukio jingine la pili kubwa zaidi. Baada ya Papa Francis kufariki dunia, kuliweza kutokea tukio jingine kubwa duniani: kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14, ambaye ameweza kuchukua nafasi baada ya kifo cha Papa Francis mnamo Aprili 21 mwaka 2025. Papa Leo alizaliwa Septemba 14 mwaka wa 1955. Hadi sasa ana umri wa miaka 70. Alichaguliwa Mei 8 mwaka wa 2025, akijulikana kama Kardinali Robert Francis Prevost. Ni papa wa 267 katika kanisa Katoliki na kuchukua jina la Papa Leo wa 14. Kwa nini ni tukio kubwa la kidini? Papa ni kiongozi mkuu wa Kristo Katoliki duniani, na uchaguzi mkuu ulichukua wingi wa umakini na ulimwengu wote kutazama. Papa Leo wa 14 ni papa wa kwanza kutoka Marekani na ameonekana kuleta mabadiliko ya mtiririko wa uongozi wake kanisani. Pia amejikita kutangaza amani, huruma na umoja ndani ya kanisa, kuongoza ushiriki wa Wakristo wa kawaida, kujenga uongozi wa pamoja na kufungua milango kwa mashirika ya kidini kushirikiana zaidi katika utume wa kanisa. Na hili ndilo tukio la pili ambalo umeweza kulitazama na limeweza kuibua hisia za watu wengi sana. Nikusogeze na kutazama hatua nyingine ya tukio la tatu ambalo pia ni moja kati ya matukio makubwa yaliyojitokeza kwa mwaka 2025 kwa matukio yaliyotikisa upande wa kidini. Tukio lingine ni uchaguzi wa ngazi za juu za viongozi kwa kanisa la Waadventista wa Sabato kwa mwaka wa 2025. Kabla ya uchaguzi wa mwaka huu, aliyekuwa akishika nafasi hiyo ya urais wa kanisa la Waadventista wa Sabato tangu mwaka wa 2010
alijulikana kwa jina la Teddy Wilson, ambaye alizaliwa Mei 10 mwaka wa 1950. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, Ayrton Carson, mzaliwa wa Brazili wa mwaka wa 1969, aliweza kuchaguliwa kuwa rais wa kanisa la Waadventista wa Sabato duniani. Huku akiwa kiongozi mwenye uzoefu wa kimataifa anayelenga kuimarisha misheni ya Injili, umoja wa kanisa la dunia na ushirika wa vijana, pia akiendeleza uaminifu wa Biblia kwa lugha ya kizazi cha leo. Ndugu mtazamaji, viongozi hupita, majina hubadilika, lakini kanisa la Mungu linasimama. Leo katika kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu kupitia Star TV, tumeangazia na kukuletea matukio muhimu na makubwa yaliyotikisa dunia upande wa kidini kwa mwaka wa 2025. Nina imani umebarikiwa na matukio haya matatu ya kidini. Mungu akubariki. Usisahau, imani ya jana inatuandaa kwa uzima wa milele na kesho. Msimuliaji wa makala hii ulikuwa nami Andrea Amosi Masanja. Na mtazamaji, na imani umebarikiwa na matukio hayo matatu makubwa ambayo tuweza kuiangazia kwa upana sana kwa mwaka 2025. Na imani umebarikiwa sana na matukio ama makala hiyo nzuri kabisa ambayo imeandaliwa na mtumishi wako Emmanuel Makuliga. Na sasa ni kurejeshe kwa ukaribu sana tunapoelekea ukingoni kwenda kuhitimisha kipindi chetu, kwenda kutazama kwa kina zaidi kile ambacho tulikuwa tukikizungumza hapo awali na mtumishi wa Mungu huyu, mwadini na mchungaji kutoka kanisa la EAGT NRST. Karibu sana, na imani umebarikiwa pia na wewe na ujumbe mzuri, na ujumbe mzuri kutoka kwa matukio hayo ambayo tulikuwa tumeangazia. Kabisa. Ni matukio ya kihistoria yanayokumbusha wapi haya mambo yametoka. Jambo zuri sana. Amen. Na tunapoelekea ukingoni kwenda kuhitimisha, nilikuuliza swali kuhusu kanisa lina jukumu gani kujijenga, hasa kwa watu ambao wameweza kuvunjika moyo, na ukaweza kulijibu kwa uzuri sana na kwa usahihi. Ninachohitaji ni ujumbe upi ambao unahitaji kuachia sasa watazamaji wetu na Watanzania kwa ujumla, wa Afrika na dunia nzima wanaokutazama kwa sasa kupitia Star TV ndani ya kipindi chako pendwa hiki. Ni kipi hicho ambacho nawaachia ili iwe kama mbaraka na ufunguo wa mlango wa mwaka mpya huu wa 2026? Yes, ni moja niseme watu wainuke tena, wamche Mungu. Amen. Tumche Mungu. Kwenye kumcha Mungu kuna mambo mengi. Moja, hakikisha unajua neno la Mungu hili. Kwenye neno humu kuna nyumba, kuna kila kitu ambacho mtu anakihitaji. Lakini namba 2, kwenye kumcha Mungu ongeza maombi. Na ushuhuda mmoja wa mtu mmoja ambaye nilimwombea mwaka jana 2025. Yule ndugu ni mfanyabiashara mkubwa hapa mjini Mwanza. Ametembea kwa waganga zaidi ya 124. Ndio. Waganga 124 hakupata matumaini. Alipokuwa anapata fedha zinaondoka.
Ni kweli utaenda kwa mganga, lakini ukipata fedha zinarudi. Alipoteza hela nyingi sana. Alipokili, ni mtu mzima sasa, umri umeendelea, ameteseka miaka zaidi ya 20 nafanya biashara. Alipokuja nikampatanisha na Yesu, nikamuombea. Alafu nikamtamkia neno, nikamwambia nenda utafanikiwa. Biblia inasema kwenye Isaya 60, inuka uangaze. Nenda ukaangaze, nenda ukafanikiwa. Alipoondoka alikutana na mdeni wake mmoja, alikuwa anamdai miaka 10 na kitu. Wamefanya kazi wote, akawa amemkopesha. Akaja akamwambia, ndugu yangu, nimekusamehe. Jamaa akashtuka, hivi kitu kinawezekana? Akaanza kuwa anauza, napata faida. Kwa hiyo ile kitu ikarudisha matumaini yake. Unavyomcha Mungu, matumaini yako yanarudi. Lakini jambo jingine, tufanye kazi kwa bidii. Watanzania tufanye kazi kwa bidii. Watanzania tufanye kazi kwa bidii. Sio tu kuomba na kuamini, bali kufanya matendo. Tufanye kazi kwa bidii. Ikiwa ni mwanafunzi asome, fanya kazi afanye kazi, fanya biashara afanye biashara, kila mmoja kwenye eneo lake. Kwa sababu umaskini ni kitu kibaya. Ndio, umaskini ni kitu kibaya. Kitu kibaya sana. Na utauondoaje? Umaskini hauondolewi tu kwa maombi. Toka pepo la umaskini. Hauondolewi tu kwa toka pepo la umaskini. Kuna wengine wanasema ngoja nikaombewe ili niondokane na umaskini, lakini ukija kuombewa kuna kitu utapokea. Ndio. Utakachopokea kinaitwa kibali. Ndio. Kibali kinakufanya uwe mwepesi, utakachokishika kifanikiwe. Ukija mfanyabiashara nikakuombea au kanipigia simu nikuombee, nitakuombea Mungu aachilie kibali kwako. Atakapoachilia kibali kwako, utafanya biashara itaenda. Lakini mpaka ufanye kitu. Na ndio maana hata kwa waganga, huwezi kwenda kwa mganga, anakuambia unafanya nini, unamwambia sifanye kitu, atakufukuza. Anakuambia nenda kafanye kitu, tafuta kitu cha kufanya ili kusudi nikupe dawa. Sasa lazima kama Watanzania tuongeze bidii kwenye kazi zetu. Tutafanikiwa, tutafaulu. Amen. Hiyo kitu itatusaidia sana kuongeza bidii. Amen. Na kutokana na muda bado natupa ruhusa kidogo ya kusoma jumbe. Huyu anasema kwamba jamani, nimebarikiwa sana na matukio hayo matatu. Bwana azidi kuwa pamoja nanyi kwa mwaka 2026 tena. Mungu akubariki sana, nawe endelea kuwa nasi na kutufuatilia. Huyu anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, kipindi kizuri kweli kweli. Mimi ni Musa Daniel, Mungu awabariki. Kipindi hiki kinatupa matumaini na imani mpya kwa mwaka 2026. Endelea kuwa nasi, usibanduke. Huyu anasema kwamba nabarikiwa sana na kipindi hiki. Mungu awabariki. Anatokea Dar es Salaam huyu, Tabata. Huyu anasema kwamba mimi ni Kennedy Peter kutokea Mara Rorya, na huyu anasema mimi mtumishi, swali langu ni moja tu. Naomba nipate maombi basi ili niweze kubarikiwa kwa mwaka 2026. Naitwa Jonathan, Mungu aweze kubariki sana, na niwashukuru kwa mafundisho mazuri kupitia kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Na hizo itakuwa ni jumbe naweza kusema za ukingoni kabisa katika kipindi chetu kwenda kuelekea hitimisho. Watu wengi wanawiwa na wanatamani pia wapate, tunasema wapate njia ya maombi ili waweze kufunguliwa kwa mwaka huu mpya, na itakuwa ni vyema sana mchungaji ukaweza kutupa nafasi hiyo na kuweza kuwashukuru pia watazamaji ambao wamekuwa nasi kwa kitufuatilia kwa mwaka mzima, na sasa tunaingia nao katika safari mpya tena, kuanza hatua moja baada nyingine. Maana najua safari ni ndefu kweli. Bado inaendelea. Bado inaendelea. Karibu sana kwa kutupatia maombi ili mtazamaji anayetutazama kwa sasa naye pia aweze kubarikiwa. Amen. Kwanza nishukuru Mungu. Ndio. Kwa nafasi ambayo nimeipata, lakini anayetazama nimshukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Na Mungu awabariki sana kwa kuendelea kufuatilia Star TV. Star TV mimi ni channel ambayo ninaifuatilia kwa karibu sana. Lakini pia nishukuru sana kwamba kwa uongozi na msimamizi pamoja na unayeendesha kipindi kwa nafasi hii ambayo tumeipata kuweza kuelimisha. Hapa tunaelimisha watu. Na najua kuna watu wanarejeshwa kwenye tumaini. Kuna watu wanarejeshia tumaini. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu. Na mimi napatikana hapa Mwanza. Hapa Mwanza, na muda wowote mimi ukinitafuta utapata huduma.
Njia zipi ni rahisi sana kuweza? Njia rahisi ni namba ya simu. Ndio. Namba ya simu, na nina magrupu ya mafundisho mbalimbali ya kwenye magrupu ya WhatsApp na maeneo mengine. Namba yangu unaweza nikaitaja. Ni 0753 48 76 38. 0753 48 76 38. Au nyingine ni 0762 48 76 38. Rudia tena. 0762 48 76 38. Hizo ni namba zangu mbili ambazo ziko WhatsApp. Mtu sisi ni watumishi wa Mungu ambao tunatoa huduma bure. Bure kabisa. Kinipigia na hitaji maombi, nitakuombea. Unahitaji ushauri, nitakushauri. Mimi pia nimekuwa pia mlezi wa vijana. Kuna wakati fulani nikiwa nasoma chuo kikuu, kwa university, nilikuwa na nafasi ya kulea vijana taifa. Na hiki pia unachokifanya umepita shule kabisa. Ndio kabisa. Mimi sasa hivi ni mwanafunzi wa masters ya theology. Amen. Kwa hiyo nimemaliza degree ya kwanza ya theolojia. Sasa hivi niko masters ya theolojia. Kwa hiyo ninaendelea, ni mwanafunzi wa theolojia kwa level ya masters, degree ya pili. Ya kwanza nishamaliza. Kwa hiyo unapokuwa nafanya hiki na nazungumza nikiwa angalau na uelewa ambao nimeupata. Kwa hiyo mtu akinitafuta nitamhudumia. Penye kumshauri nitamshauri. Changamoto kubwa kwa watu waliokata tamaa, wanakosa mtu wa kuwatia moyo. Nakosa mtu wa kutia moyo. Na ninaamini hata kama umevunjika moyo, tuna shuhuda nyingi. Tuna watu walikuwa wawezi, wameponywa. Tuna watu walikuwa wamepoteza fedha, wamefilisika, tukawaombea, tukawashauri wakaanza. Hata kama anaanzia chini anakwenda juu. Kwa hiyo tuna uhakika tumaini jipya linakuja. Na mimi niseme kwamba mwaka 2026 ni mwaka wa matumaini. Ni mwaka mpya wa kuwapa viwango vya juu. Ni mwaka wa ukuu na kutenda makuu. Ni mwaka wa kufanikiwa. Ni mwaka wa kufutwa machozi. Mwaka wa kicheko, mwaka wa furaha, mwaka wa amani. Kwa hiyo ninaamini tunapokwenda kufanya maombi, tunaombea mwezi moja mpaka mwingine mpaka wa 11 baada ya mwingine. Kuna watu pia wamefukuzwa kazi, wamekosa matumaini kabisa ya kuishi. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanyia shirika kubwa sana. Likaacha kufanya naye kazi. Ilikuwa ni mwezi wa 11. Amezoea kushika hela nyingi. Amefanya vitu. Lakini akajikuta ile kazi imekata. Akakosa matumaini mpaka akawa aendi kanisani. Mwezi wa 11, wa 12 ambao unakaribia kuisha, nikamtembelea. Nikasema naye, nikamtia moyo. Akanyanyuka akaja kanisani. Wakati amekuja kanisani tulikuwa na maombi ya siku 3 kavu ya kumaliza mwaka. Tumefanya maombi, Mungu akamsaidia. Ndio akapata kazi tena. Lakini angekaa nyumbani akasema mimi nimechoka, asingepata. Lakini jambo jingine ninaloweza kusema la mwisho katika mengi ambayo tunazungumza, watu waishi kwa budget. Watu waishi kwa budget na maono. Ndiyo. Najua ukiishi bila budget, hela hizi zina tabia ya kuja kwa majira. Sasa ukiishi kwa budget itakusaidia sana wewe kuvuka. Unashika hela unapitiliza tu. Ukishika hela unaipiga yote, ikiisha ndio unapata. Kuna wale ambao akishika 200,000 au 1,000,000 anahakikisha kwamba anaila. Akiila ikiisha ndio anapata nguvu ya kutafuta hela nyingine. Akiwa na hela haji kanisani. Yaani akiwa na hela haji kanisani. Ila anaenda huko anaila kwanza, ikiisha na anarudi kwa Mungu kumwambia Mungu nisaidie. Kwa hiyo sasa ni changamoto. Wakati Mungu anataka hela unayoipata utumie pamoja naye, alafu fanyie budget. Kwa hiyo ni mambo kama haya ambayo watu wengi sana wanatakiwa wajifunze, wajue. Hatutaki mtu awe bahili ila awe na budget. Kwa tofauti kati ya kuwa bahili na kuwa na budget. Unakuwa na budget. Unamtolea Mungu, unafanya vitu vyako na bado unakuwa na budget ya kutunza. Kwa hiyo lazima kuishi katika tumaini la Kristo kwa kufuata mienendo ya Kristo. Kristo anataka nini? Kristo anakuagiza nini? Hiyo ndio kuishi kwenye tumaini la Kristo. Kuishi katika makusudi na ahadi ya Mungu na sheria za Mungu. Yesu anasema nini unapopata fedha? Yesu anasema nini kwa habari ya uaminifu, kwa habari ya utakatifu, kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu? Hiyo ndio kuishi katika tumaini la Yesu Kristo. Kumfuata Yesu anavyotaka uishi. Yes. Na watu wengi tunahitaji baraka zaidi.
kuliko matendo yetu. Yes. Umesema kitu kizuri. Watu wengi wanahitaji kubarikiwa kuliko kufata sheria za yule anayewabariki. Na hapo ndipo watu wanachengana na Mungu. Na matumaini yanakufa kabisa. Na matumaini yanakufa hapo. Lakini kabla utafuta baraka, kwanza mpate yule anayebariki, ambaye anaitwa Mungu, anaitwa Yesu. Unapomfuata Yesu, ukawa na tumaini katika Yesu, hata kama hajakubariki, bado anabaki kuwa Mungu. Kuna neno tunasema hata kama Mungu hajajibu unavyotaka, bado anabaki kuwa Mungu. Bado anabaki kuwa Mungu yule jana, leo na kesho. Jana na leo. Na ukiganganiza wakati mwingine kupata vitu ambavyo vitatokana na Mungu, vitakutesa. Biblia inasema utajiri na heshima idumuyo inapatikana kwa Bwana. Naam, na utajiri na haki pia. Heshima na utajiri inapatikana kwa Bwana. Kwa nini? Utajiri wa Mungu hauna majuto, lakini wa adui wa upande wa pili utakuwa na majuto. Kwa hiyo weka tumaini lako katika Kristo. Hata kama unaona unachelewa, kwa Mungu hujachelewa. Kuna mtu mmoja, nimalizie kitu hiki. Najua una shuhuda nyingi. Alisema mimi nawahi kuolewa. Alikuwa anaolewa. Mimi nawahi kuolewa. Nataka watoto wangu na nini akaolewa. Mwenzake akamwambia, mimi bado namngoja Bwana, kwani subiri nifanye kazi ya Mungu, nifanye moja mbili tatu. Alipoolewa hakupata mtoto miaka 7. Miaka 7. Rafiki yake akaja akaolewa akiwa mwaka wa 7. Alipoolewa akapata mapacha. Akapata mapacha. Ndio. Alipopata mapacha akamwambia, rafiki yangu umefanyaje? Huyu ndugu ameshakata tamaa. Akamwambia, hapana, bado Mungu anakuhitaji. Wakati huyu aliyeolewa amepata mapacha, naongeza mtoto mwingine uzao wa pili, huyu mama ndo anapata mtoto. Siku moja ananiuliza, nikamwambia, sikiliza, kitu gani Mungu alikuwa anakufundisha? Kuna kitu alikuwa anakiandaa. Kuna historia ya tembo na mbwa. Mbwa yeye alikuwa anazaa kila siku anazaa kila siku. Akizaa hakuna hata msituni kwenye pori anayejua kwamba tembo amezaa na mbwa amezaa. Kwa mwaka amezaa wa kutosha. Ila tembo anazaa mara moja, ambayo anabeba mimba ile kwa miezi 9. Kwa hiyo wakati anazaa tu tembo miezi 9 tayari pori lote linajua kwamba huyu tembo amezaa leo. Kitu gani kimetokea? Yaani wewe, kuna wakati ambapo mtu anaweza akachelewa kuolewa, lakini siku akiolewa ataolewa na mtu ambaye harusi yake ikifanyika taifa litajua. Kwa wanatakiwa kuishi katika tumaini la kusubiri. Watu wengi wana imani ya kuomba kwamba Mungu yupo, lakini hawana imani ya kusubiri. Mimi mwenyewe unayeniona hapa, kuna vitu bado navingojea. Mungu atende kwako. Mungu atende kwangu. Kuna kiwango, kuna level inabidi nifike. Sasa lazima uishi kwa kungoja, kwa tumaini. Sio kata tamaa, usikate tamaa. Ndio. Kukata tamaa ndio dhambi ya kwanza. Kikata tamaa ndio dhambi ya kwanza. Kuna wana Israeli walikuwa wanasafiri kutoka Misri, wanakwenda Israeli. Walipokata tamaa tu, wengine wakaanza kukufuru, wakaishia njiani, wakaishia jangwani. Kwa hiyo unapokata tamaa, maana yake unachelewesha baraka zako, unachelewesha muujiza wako unapokata tamaa. Unapoendelea kumwamini Mungu, ndivyo baraka zako zinazidi kusogea. Amen. Kwa sababu kwenye maisha yetu tunayoishi ni foreni, tuko kwenye foreni. Mimi nikikuona wewe umefanikiwa, ninajisemea moyoni mwangu, sikuchukii. Nasema ikiwa wewe umebarikiwa na Mungu, basi nina uhakika foreni yangu na mimi nasogea na mimi nitabarikiwa. Amen. Sasa watu wengi sana wamekata tamaa. Ninataka niseme neno moja ya kwamba ni wakati wa kuinuka. Ni wakati wa kuinuka tena. Inawezekana tena kuinuka. Biashara yako iliporomoka, ukarudi chini, ukafilisika, bado inawezekana. Nimekutana na watu wameanza na biashara ya 50,000, wamefika mamilioni na mamilioni. Inawezekana tena kuanza. Kwa nini? Zile nyakati ngumu hazitainuka tena. Andiko la kuachia ni Nahumu 1:9. Nahumu sura ya kwanza, la kuachia siku hii ya leo. La kuachia siku ya leo. Na hilo si kwamba ndo watatembea nalo kwa mwaka mzima wa 2026. Wale waliovunjika moyo na waliokata tamaa. Amen, amen. Nataka niwape ili andiko watembee nalo. Nahumu 1:9. Biblia inasema, unawaza nini juu ya Bwana? Kwa maana mateso hayatainuka tena mara ya pili. Mateso hayatainuka tena mara ya pili. Kwa hiyo zile nyakati ngumu ulizopitia mwaka 2025, amini ya kwamba hazitainuka tena 2026. Hautoziona tena 2026. Anza kukiri
Mimi natamani kila mmoja angeanza kukiri, nakataa umaskini, nakiri utajiri. Nakataa magonjwa, nakiri uzima. Nakataa kuwa chini, nakiri kuwa juu. Nakataa kuwa mwenye hofu na mashaka, ninakubali kuwa mwenye tumaini. Nakataa kukata tamaa, napata neema ya tumaini la kuendelea. Kwa hiyo kila unapoamka unajisemea. Na asante sana. Jumbe naona bado watu wanatafakari ukuu wa Bwana. Na watu wanatafakari ukuu wa Bwana, na huko wengine tukisubiri pia we mtazamaji uweze kutuma jumbe zako za mwisho kabisa za kufungua mwaka wa 2026, na jumbe hizo na imani ukifanikiwa kutuma ujumbe huo, Mungu ataweza kukubariki sana, na utakuwa ni jumbe ambao utaenda kutufungia sisi mwaka huu wa 2026. Usichelewe tunapokuwa tukielekea katika maombi, na baada hapo nitakuja kuzisoma jumbe hizo. Na kwa wale wote ambao mliokuwa mnahitaji maombi, sasa ni wakati wenyewe huu. Karibu sana mchungaji, ili uweze kutukabidhi kwa njia ya maombi. Karibu sana. Asante. Wacha niombe kwa ajili ya watu wote. Amen. Lakini pia natamani nitamke neno kwa ajili ya taasisi hii. Nitamke neno kwa ajili ya taasisi hii, lakini niombe kwa ajili ya Watanzania. Amen. Na wale waliovunjika moyo. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mwaminifu, unastahili sifa na utukufu. Tunashukuru Bwana kwa kuwa umetuvusha hata tumeingia tena mwaka mwingine. Ni neema yako Mungu na huruma zako ya kwamba tuangamii, kwa sababu ni fadhili zako. Wako watu Mungu walipitia magumu, adui aliwaza mabaya juu yao, adui aliwaza waangamize, adui aliwaza ajali, adui aliwaza mapato yao na uchumi wao uweze kurudi nyuma, aliwaza hata wasishika hata 1,000, lakini Mungu umewatetea na kuwapigania, umewashindia. Neema yako Mungu imekuwa juu yao. Tunao watoto wetu kwenye familia, Baba umewatetea na kuwalinda. Hata waliokuwa wanaenda mashuleni uliwatetea na kuwapigania. Wafanya biashara ulikuwa pamoja nao, wafanya kazi ulikuwa pamoja nao. Mungu wa Israeli, ninakuita tena kwa jinsi mkono wako ulipotuvusha 2025 ukatuingiza 2026, ndio mkono huo ukatembee pamoja nasi. Bwana Yesu, tunaiweka 2026 mikononi mwako. Mwezi wa kwanza ukawe mwezi wa baraka, mwezi wa ushindi, mwezi wa kicheko, mwezi wa amani. Februari nayo ikawe mwezi wa baraka, neema yako Mungu ikatamalaki. Naombea mwezi wa 3 kawe ni mwezi wa ushindi, mwezi wa tumaini, mwezi wa kupokea katika jina lako Yesu. Mwezi wa 4 nao tunaweka mikononi mwako. Damu yako iliyomwagika msalabani ikatamalaki, ikaachilie neema tena mwezi wa 4. Mwezi wa 5 tunaweka mikononi mwako. Mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 na 11 na mwezi wa 12. Miezi 12 ya mwaka 2026 na siku 365 na wiki 52 tunaziweka mikononi mwako. Zikawe ni wiki za baraka, zikawe ni wiki za ushindi, zikawe ni wiki za amani. Na waombea wafanyakazi, Bwana watokezee njia, wape kibali kwenye kazi zao wanazozifanya. Mungu, na waombea wafanyabiashara, Bwana ukawatetee, ukawape kibali kwenye biashara zao. Wanapouza wakauze pamoja na wewe, wanapofungua wafungue pamoja na wewe. Achilia roho ya faida wala sio roho ya hasara. Achilia roho ya kukusanya, sio roho ya kutapanya, kwa jina lako Yesu. Na waombea wakulima nchi hii Bwana, kilimo ni uti wa mgongo wa kipato cha taifa. Bwana, simama juu ya wakulima, nyeshea mvua za baraka, mwaminifu wapate kuvuna katika jina lako Yesu Kristo. Wako wafugaji Mungu, bariki mifugo yao ikapate kuongezeka. Mungu mwaminifu tamalaki. Wako wanafunzi wa vyuo, wa primary, wa sekondari, Baba watetee na wapiganie, ukawashindie. Naombea juu ya taifa hili, naombea viongozi. Mwaka huu ukawe mwaka wa amani ndani ya taifa letu la Tanzania. Ukawe ni mwaka wa kufanikiwa, maana hatuwezi kuvuka na kufanikiwa pasipo amani. Mungu mwaminifu, ninaombea waliovunjika moyo, waliokata tamaa, Bwana ukawatie tumaini, ukawape tumaini jipya. Mungu wakakujue wewe na ukajidhibitishe kwao. Walio wagonjwa, yawezekana wengine wako vitandani, Baba ukawainue. Wanapoanza mwaka huu wakapokee muujiza wa kuinuka tena
kwenye hivyo vitanda, wakauone mwaka kwa amani na kwa furaha, ukawafanyie kicheko. Wako waliovunjika moyo kwa sababu ya biashara zao, Baba watetee, wainue tena, wape mitaji, wakutanishe na watu sahihi katika jina lako Yesu Kristo. Wako wafanyakazi wengine wamepunguzwa, wengine Bwana wameondolewa, wengine wamepunguziwa mishahara. Baba wape neema, wape kazi, ongeza mishahara, wape promotion katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba tunaweka mikononi mwako, kila mmoja tunamweka mikononi mwako. Yesu, endelea kutamalaki na kudhibitika. Mwaka huu ukawe mwaka wa baraka. Naombea taasisi ikawe taasisi ambayo itapaa mataifa na mataifa. Mungu kaipe kibali ndani ya taifa la Tanzania, kwa kuwa watumishi wako tunaanza mwaka pamoja na wewe. Tunafungua mwaka huu pamoja na wewe. Tunaamini siku zote tutakwenda pamoja nawe, wala hautatuacha wala hautatupungukia. Neema yako Mungu itakuwa upande wetu. Libarikiwe jina lako Mungu. Tunajiweka mikononi mwako. Kila mmoja akawe na tumaini lako katika Kristo Yesu, na kutembea katika tumaini 2026. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Mungu akubariki sana mchungaji Ernest na mwalimu. Mungu akubariki sana kwa nafasi hii ambayo umeweza kutupatia. Kwa dakika chache tu ambazo tumesalia nazo kupitia maombi haya, nimeona kuna jumbe watu wamebarikiwa zaidi. Na mimi nitapita nazo kwa ufupi sana. Huyu anasema kwamba anaitwa Daudi kutoka Tanga. Nimebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu kwa kunipa imani kwa maombi hayo. Anasema kwamba anaitwa Yohana Masatu Nicole Mwanza. Namshukuru sana Mungu kwa kunivusha salama, na kwa maombi hayo nimebarikiwa sana sana sana. Huyu anasema kwamba naomba mchungaji, umeomba maswala umeomba kuhusiana na kazi, na mimi nilikosa kazi. Mungu atanibariki, nitafanikiwa. Hongera sana kwa kipindi kizuri, nawatakia moyo wenye tulivu na Mungu awatangulie hapo kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Asanteni sana. Huyu anaitwa Croja, huyu ndio jina lake hivyo. Na nikushukuru pia kwa mtazamaji ambaye ulikuwa nasi na ukitufuatilia tangu tulipoanza kipindi hiki pendwa kabisa cha Amka Tumsifu Mungu, ikiwa ni Alhamisi iliyosubiriwa kwa hamu, iliyobeba matumaini mapya na nuru mpya kwa kila mmoja katika mwaka huu wa 2025. Ulikuwa nami Andrea Amos Masanja, lakini pia nilikuwa na mtumishi wa Mungu hapa kutoka kanisa la EAGT, mchungaji na mwalimu Ernest. Lakini kuna wadau pia wanatamani utaje namba zako kwa dakika za mwisho kabisa. Utaje namba za mawasiliano ili waweze kukupata kwa fasaha kabisa. Yes, namba zangu ni 0762 48 76 38. 0762 48 78. Amen. 38. Amen. Lakini nyingine ni 0753 48 76 38. Mungu akubariki sana kwa kuweza kutupa nafasi hii, na nikutakie heri ya mwaka mpya. Pia mtazamaji, nikutakie heri ya mwaka mpya. Mungu akutangulie na ufika kwa kule. Lakini bila kusahau kushukuru wadau wote ambao wamehakikisha matangazo haya yanaruka hewani na kukufikia mahali kokote uliko. Mungu akubariki sana. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Usikose pia kufuatilia kupitia kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Mungu akubariki sana. Kwa heri, ishi katika tumaini la Kristo. Bye bye. Amen. Usikose kutazama